kumtumikia Bwana. Anza leo kumkumbuka Bwana Mungu wako sasa. Ulimwacha wapi huyu Mungu na kushiriki giza? Rudi leo na uanze sasa kumtumikia Bwana. Nguvu zake ziko za kungoja wewe umkumbuke. Uwezo wake wa kungojea wewe umkumbuke. Unayo mengi ya kumkumbuka, lakini si ya Bwana. Anza leo kumkumbuka Bwana Mungu wako sasa. Ulimwacha wapi huyu Mungu na kushiriki giza? Rudi leo na uanze sasa kumtumikia Bwana. nguvu zake ziko za kungoja wewe umkumbuke. uwezo wake wa kungojea wewe umkumbuke. Tapewa nguvu za kupata yale unayotafuta kwa akili zako. Tapewa nguvu za kutosheka na kile ulicho nacho mwenzangu. Tapewa nguvu za kutokuwa na tamaa ya vitu vingi mwenzangu. Tapewa nguvu za maneno kuridhika na hali yoyote ile. Tapewa nguvu za kupata yale unayotafuta kwa akili zako. Tapewa nguvu za kutosheka na kile ulicho nacho mwenzangu. Tapewa nguvu za kutokuwa na tamaa ya vitu vingi mwenzangu. Tapewa nguvu za maneno kuridhika na hali yoyote ile. Kuheshimu Mungu kuna faida. Kuheshimu Mungu kwafaa sana. Kuheshimu Mungu kuna faida. Kuheshimu Mungu kwafaa sana. Yaweza kubadilisha hukumu yako. Yaweza kubadilisha kifungo chako. Yaweza kubadilisha utumwa wako. Yakabadilika ukawa huru. Yaweza kubadilisha hukumu yako. Yaweza kubadilisha kifungo chako. Yaweza kubadilisha utumwa wako. Yakabadilika ukawa huru. Watazame wale wezi waliosulubishwa na Yesu, mmoja wao alimbia kimokozi. Watazame wale wezi waliosulubishwa na Yesu, mmoja wao alimbia kimokozi. Wewe uliokoa wengi, sasa jiokoe mwenyewe. Piga tuokoe pia na sisi. Wewe uliokoa wengi, sasa jiokoe mwenyewe. Piga tuokoe pia na sisi. Lakini yule mmoja akajibu akamwambia,
wewe uogopi hata Mungu. Lakini yule mmoja akajibu akamwambia, wewe uogopi hata Mungu. Hukumu tunayoipata wenzangu inastahili kweli sisi tuyapitie mateso haya. Hukumu tunayoipata wenzangu inastahili kweli sisi tuyapitie mateso haya. Yesu, unikumbuke utakapokuwa katika ufalme wako. Yesu akajibu, amini nakwambia, hivi leo utakuwa pamoja nami peponi. Kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapokuwa katika ufalme wako. Yesu akajibu, amini nakwambia, hivi leo utakuwa pamoja nami peponi. Heshima Yaweza kubadilisha hukumu yako. heshima Yaweza kubadilisha kifungo chako. Yaweza kubadilisha utumwa wako. na mambo Yakabadilika ukawa Mungu. heshima Yaweza kubadilisha hukumu yako. heshima Yaweza kubadilisha kifungo chako. heshima Yaweza kubadilisha utumwa wako. na mambo Yakabadilika ukawa Japo alikuwa ni mwili sana, lakini akaogopa Mungu. Akiwa msalabani alipata msamaha, hapo hapo akaingia mbinguni kwa Baba Mungu, mbinguni. na kumheshimu Mungu. Japo alikuwa ni mwili sana, lakini akaogopa Mungu. Akiwa msalabani alipata msamaha, hapo hapo akaingia mbinguni kwa Baba Mungu, mbinguni. na kumheshimu Mungu. Hata Rahabu yule kahaba alipowahifadhi wale wapelelezi wa nchi, alipata nafadhili. Yeye na jamaa zake hawakuangamizwa kwa moto. na kumheshimu Mungu. Hata Rahabu yule kahaba alipowahifadhi wale wapelelezi wa nchi, alipata nafadhili. Yeye na jamaa zake hawakuangamizwa kwa moto. na kumheshimu Mungu. Hata uwapona dhambi wewe, yakupasa umwogope Mungu, naye atakuokoa. Utapata msamaha, nawe utakuwa huru katika maisha yako siku zote. na kumheshimu Mungu. Hata uwapona dhambi wewe, yakupasa umwogope Mungu, naye atakuokoa. Utapata msamaha, nawe utakuwa huru katika maisha yako siku zote. na kumheshimu Mungu. heshima Yaweza kubadilisha hukumu yako. heshima Yaweza kubadilisha kifungo chako. heshima Yaweza kubadilisha utumwa wako. na mambo Yakabadilika ukawa Mungu. heshima Yaweza kubadilisha hukumu yako. heshima Yaweza kubadilisha kifungo chako. heshima Yaweza kubadilisha utumwa wako. na mambo Yakabadilika ukawa Mungu. Uheshimu Mungu kuna faida. Uheshimu Mungu wafaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Jumapili njema. It is a good Sunday. Mungu wetu wa mwanzilishi ametuleta pamoja. Our God of the founder mother has brought us together. Ametulinda, He secured us,
Ametuepusha na kila kizuizi. He has made us escape from every hindrance. Kwa maombi ya mtumishi wake Emmanuel Kea Mzungu. By the prayers of his servant Emmanuel Kea Mzungu. Ametukusanya pamoja. He has made us gather together. Amen. Amen. Jambo la kumshukuru Mungu sana. Something we're thanking God very much. Kulindwa. That we are being secured. Sisi na wana wetu. Together with our families. Kuletwa pamoja asubuhi ya leo. And again brought together this morning. Hapo duniani kuna mengi. On earth here there are so many things. Lakini sisi tumefichwa kwa Mungu wetu. But we are hidden in our God. Hallelujah. Hallelujah. Lakini kutembea hapo duniani hapo. But if you walk around outside there, utafikiria wewe na mimi uko dunia nyingine. You will think maybe you're in another world. Kwa sababu Mungu wetu, because our God yuko pamoja nasi, is together with us. Hallelujah. Hallelujah. Kama nilikwambia juzi, as I told you the other day, Shetani saa hii, the devil at this time, anang'ang'ana kulizima kanisa. Is struggling to silence the dunia church nzima, in the whole world. Tuwe watu wa kawaida. That we be ordinary people. Hallelujah. Hallelujah. Tuwe watu wa kawaida. That we be ordinary people. Kuimba kawaida, singing the ordinary way, kucheza kawaida, dancing the ordinary way, kuomba kawaida, praying the ordinary way. Maana Mkristo lazima aombe. Because as a Christian you must pray. Mkristo akiwa na shida lazima aende kwa maombi. If you're a Christian you must go for prayers. Lakini ile imani hakuna tena. But the faith is no longer there. Amen. Amen. Ndio bidii ya Shetani. That is the work the devil is doing. Maombi ya kawaida, the ordinary prayers, pendo la kawaida, ordinary love, lakini moyoni havimo tena. But then in your heart it is no longer there. Ndio bidii ya Shetani. That is the work the devil is doing. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kabla tujaendelea, so before we move ahead, tunamsihi Pastor Ngao atuombee, atufungulie ibada kwa maombi. Pastor Ngao to open the service with a word of prayer. Wewe ni Mungu ambaye uko tayari kuzungumza na watu wako, na nina hakika Bwana unaenda kuongea nasi kupitia kwa mnenaji msaidizi wa mtumishi wako. Fungua mioyo yetu Mungu uliye hai. Fungua mawazo yetu uweze kutukusanya pamoja ili tukaweze kulisikia hilo neno, kwa sababu ndio umetuleta, ndio sababu umetukusanya. Kuna kusudi jema na kila mmoja wetu. Mungu wa mwanzilishi, na kushukuru kwa sababu umetukusanya kila pembe. Unazungumza nasi kupitia kwa mnenaji ambaye yuko mbele yetu. Tupe kumsikia, tupe kumwelewa, tupe kuwa pamoja naye ili tukaweze kufaidika Jumapili ya leo. Nina hakika unaenda kusikiliza watu wako wanapokulilia, watakapokuwa wakiomba baada ya ibada hii, kwa sababu kuna maneno makubwa unaenda kuyatenda. Asante kwa wale wa ndugu walio mbalimbali wanaoangalia katika mtandao wa YouTube. Nina hakika kila mmoja utampa kusikia, na bidii hiyo itatuletea mema. Asante kutenda, asante kutimiza. Nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Kwa hivyo kabla tujaendelea, so before we move ahead, mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu, the servant of God Emmanuel Kea Mzungu, amewasalimia sana kwa jina kuu la Bwana Yesu. I greeted you very much in the great name of Jesus Christ. Amen. 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 Yuko. He is there. Hallelujah. Hallelujah. Shukuru Mungu kwa maombi yenu. We thank God for your prayers. Mungu anafanya kazi. God is doing the work. Tunaamini atakamilisha. And we believe he will fulfill. Hallelujah. Hallelujah. Atakamilisha. He will fulfill.
Maana yeye alisema akianza kazi atatimiliza. Because he said once he begins the work, he will fulfill it. Lakini katika yote, But in all that, shetani the devil, enzi hii at this time, bidii yake his diligence kulizima kanisa is to silence the church. kabisa. Surely, Tuwe watu wa kawaida, that we be ordinary people, kuomba kwa kawaida. that we pray ordinarily. Amen. Amen. Lakini bidii yake But then his diligence kuzima. is to silence. Tubaki wa kutoa kawaida, That we give ordinarily, maana ni dhambi kwenda kanisani bila kutoa sadaka, because it is a sin going to church without alms. lakini utoe vile Mungu But anavyokuhimiza. then you are not giving the way God is commanding you. Haleluya. Hallelujah. Ibaki kuungama kwa kawaida, So we are remaining with ordinary confession, maana bila kumwambia mhubiri maneno hataomba, because without confessing to the preacher, he will not pray for lakini si you. kutoka ndani ya But moyo. it's not from inside your heart. Haleluya. Hallelujah. Ibaki kwenda kwa maombi kwa kawaida, We remain praying ordinarily maana una shida, because you have problems, lakini si kutoka ndani imani moyoni. but it is not right from the heart, from the bottom of your heart. Bidii ya That shetani. is the diligence of the devil. Haleluya. Hallelujah. Dunia nzima, In the whole world, kuanzia sisi beginning with us, duniani kote, in the whole world, watu wanyamazi. the people should be silent. Haleluya. Hallelujah. Wamtukuze Mungu, That they glorify lakini si God, kutoka ndani ya moyo. but not from the bottom of their heart. Wamwimbie Mungu, That they cry to lakini si God, kutoka ndani ya but moyo. not from the bottom of their heart. Wamsifu Mungu, That they praise lakini God, si kutoka ndani ya moyo. but not from the bottom of their hearts. Maana anawapa kuangalia Because he makes them to look maishani mwao in their lives yale Mungu hajafanya. the things that God is not yet done. They Wamesahaulishwa have been made to forget matendo makuu all the great na deeds wokovu mkuu and the great salvation ambao tumeuona kwa Mungu wetu. that we have seen in our God of the founder mother. Amen. Amen. Wamesahaulishwa, They have been made to forget. wamebaki kutafuta Mungu yuko wapi. So they are only seeking where is God. Mbona hajanipa lile? Why hasn't he given me Mbona this? hajanipa And lile? why has he not given Mbona me this? sijapata kile? And why haven't I got Mbona that? sijaona amani And ile? why have I not seen peace here? Wamesahaulishwa You have been made to forget ulioyaona what you saw na kuyasikia and what you heard kwa Mungu wetu. from our God. Yesu Kristo Jesus Christ yeye yule jana is the same na yesterday leo and today na milele na milele. and forever and ever. Haleluya. Hallelujah. Ndio bidii ya shetani. That is the diligence of the devil. Taona mtu hata ameona kidudusi kidogo tu kwa mkono, So you find maybe you have a small pepo amempa kutetemeka, ripple on your hand, but the devil anamwambia hiyo making ni you shake, kansa. telling you it's cancer. Utafanyaje wewe? What will you do? Lengo la shetani The aim of the devil, ile imani the faith, na ule uthabiti wa imani and that firmness of your faith tuliokuwa nao kwa Mungu wetu. that we had in our God, Anawaambia nyamazeni, He's trying to make us be silent. siendelee kuwa na tumaini, That you should no longer continue having turudi that hope. kubaki waongofu wa kawaida. That you may come back and become ordinary Christians. Haleluya. Hallelujah. Sasa silaha ni nini? So what is the weapon? Silaha ni nini? What is the weapon? Tuwe watu wa kukumbuka That we should be people who are remembering ulioyaona, all that we saw, ulioyasikia. and all that we heard. Uko humu uliona nini? You are here, what did you Uko see? humu ulisikia nini? You are here, what did you see? Uliona wokovu gani? Didn't you see the Kwa salvation Mungu wetu in our huyu God? alifanya nini What did He do to you? kwako na kwa mwingine? To you and to us. Je, ile ambalo bado Also that one which is not yet hujaona done. mwingine akifanyiwa Haven't you seen it done hata by kubwa another zaidi ya person? hilo? Even more than that. Haleluya. Hallelujah. Wewe baraka hazijakufikia, Blessings have not yet come to you. hujasikia mwingine But haven't you heard from other person alitumika who served na akaona baraka? and saw the blessings? Haleluya. Hallelujah. Mbona pepo akwambie ni kazi bure? Then why should the devil tell you you're working Watolea in Mungu ni vain? kazi bure. You are doing all this work in vain. Hujasikia mwingine alifanya Haven't you heard another one na who Mungu did it akamuinua? and God uplifted him? Haleluya. Hallelujah. Hujasikia, Haven't you heard? hujaona Haven't you seen? Mungu akiinua mnyonge uliyemuona? God uplifted the weak that you saw. Haleluya. Hallelujah. Ndio bidii ya That shetani. is the diligence of the devil. Tusomee waraka wa Petro wa kwanza. Let us read from the first epistle of Peter. Ndio waraka pale wanasema, The Bible is saying, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, humble yourself under the courageous arm of the Lord, ili yeye awakweze kwa wakati so that wake. He may uplift you in His due time.
Msiwe watu kung'ang'ana na maneno ambayo hayajafanyika You should maishani. not be struggling against things which are not yet done in your lives. Umepata kazi, You have got a job. haina mshahara wa maana kweli, It's not paying you good, lakini Mungu amekupa. but then God has given it to you. Shukuru kwa hilo, Be thankful for that. using'ang'anie na makubwa. Do not struggle for big things. Tukuza Mungu kwa hilo. Glorify God for that. Aliyekupa kazi hiyo ni Mungu. The one who gave you the job is God. Tukuze Mungu kwa hiyo. So glorify God in that. Mtolee Mungu kwa hiyo. And give to God from that. Ni kichache, It's so little, lakini mtumikie Mungu. but then serve God all the same. Haleluya. Hallelujah. Hayo makubwa unayotaka The hayo, big things that you want, yaweke mikononi mwa Mungu. put them in the hands of God. Ndio anasema, That's why he says, nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. humble yourself under the courageous Yeye arm of the Lord, hawakweze kwa wakati wake. and he will uplift you in his due time. Kuna nyumba iko. You have no house, the house is there. Kuna shamba liko, kesho utapata. You have no land, land is there. Shukuru Mungu amekupa mahali pa umekaa. If God has given you a place you're staying, Unaweza kuwa Mkristo unaumia moyo kila siku. you may be a Christian who is hurt every time. Hata wasema sina maombi mimi sijui. In fact, you're saying, I no longer pray this night. Naona mengi Mungu amefanya. And there are so many things that God has done to you, Mungu amefanya maishani mwako. that God has done in your life. Lakini ukiondolewa kuyaona hayo, But once you are not seeing those things, utaona Mungu yuko wapi. then you will question, where is God? Haleluya. Hallelujah. Maana waliposahaulishwa, Because once they were made to forget, walifanya dhambi kubwa they committed a great sin. na wameonyeshwa And they makubwa. have been shown so great things. Na bidii ya shetani leo And the diligence of the devil ni today kulizima kanisa. is to silence the church. Wasiseme Yesu ni wa kuokoa That tena. they may no longer say Jesus is the Wasiseme Savior. Yesu ni wa kubariki That they tena. may no longer say Jesus can bless. Ndio utaona shetani katikati yetu analeta maneno magumu. That's why you find the devil in our midst is bringing very yanayofanya difficult kama ni things, magumu na si magumu. which look like to be very difficult, but they're not difficult. Haleluya. Hallelujah. Lengo hivyo anasema nyamazeni. The aim is telling you to be silent. Usiendelee kusema Mungu wa mwanzini wa So kuokoa. you may not continue saying the God of the founder can Nyamazeni. save. You keep quiet. Haleluya. Hallelujah. Utaona analeta kufilisika hapa You find some bankruptcy and there. Ile ufanyalo halifaulu Whatever you tena. are doing is not progressing. Anakwambia nyamaza. He's telling you to be silent. Kumtolea Mungu kuna kazi gani? What's the meaning of giving to God? Lakini je, But now, hukuona hapo nyuma? didn't you see behind there? Ukitii Mungu na kufanya kazi. When you obeyed God and He did the work. Ukitii When you obeyed Mungu anavyokuagiza. according to what God had commanded you. Hukuona? Didn't you see? Basi Mungu hajabadilika. Then God has never changed. Yesu hajabadilika. Jesus has never changed. Yeye yule jana, He's the same yesterday, leo na milele na and milele. today, and forever and ever. Ukajaliwa If you're able kumbuka hilo. to remember that, Haleluya. hallelujah. Niliyemuona jana The pale one you saw kwa yesterday, kutii sauti ya Mungu. by obeying the voice of God, Na yeye habadiliki. and He does not change. Hata kama kufisa huku kuko, Even there is bankruptcy here, hata kama kutofaulu huku kuko, even there is lack of success there, utatii sauti ya Mungu. if you can obey the voice of God, Kwako atakuwa yule jana He will to you be the same of Na yesterday leo, and today na hata milele. and forever. Ataonekana. He'll be seen to you Maana yeye ni wa milele. because He's forever and ever. Hajabadilika. He has never changed. Tusomee kuanzia mstari wa 6. You read from verse 6. Petro wa kwanza Basi 5. basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fedheha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amen. Amen. Soma hapo chini. Read going down verses 7, 8. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba ngurumavyo huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Haleluya. Hallelujah. Anasema nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. He says, humble yourself under the mighty hand of the Lord, Yeye awakweze kwa wakati wake. that He may exalt you in His due time. Awainue kwa wakati That wake. He may exalt you in His due time. Haleluya. Hallelujah. Kristo ufika mahali ukata tamaa, A Christian reaching to a point of fainting, maana watafuta mema Mungu hajayaamuru maishani mwako. because you are looking for good things that God has not commanded to come into your life. Jambo limesimama, Something is stopping there. halijafanyika. It is not yet done. Tulia. Be calm.
Mawazo ya Mungu kwako na kwangu ni mema. The thoughts of God towards you and me are Uwe good, na tumaini. that we may have hope. Anasema siku za mwisho. He says at the last days. Kilichoko, So what is there? uwe thabiti moyoni mwako. You must be firm in your heart Umutuke yeye mizigo yako. and cast to him all your cares. Kwanza ujue ya kwamba Mungu ananiwazia mema. First, you should know that God is thinking good of you. Na hili linalofanana kama ni gumu hili, And this thing which looks to be very difficult, ujaliwe kukumbuka na kuona. you should be unable to remember and to see. Hakuna jambo lilofanana gumu maishani mwangu Mungu akaniokoa nalo. Isn't there anything difficult in my life that God has saved me from it? Tazama hilo, So when you look at that mtukuze Mungu kwa hilo, and glorify God from kwamba that, Mungu aliyefanya lile, that God who did hata that, hili atafanya. even this one he'll do. Hata hili atafanya. Even this one he'll do. Songa mbele. So you move ahead. Haleluya. Hallelujah. Mwambie pepo muongo, You're telling the devil you're a liar. aliyeniokoa na lile, The one who delivered me from that, ataniokoa nalo. he will also deliver me from this. Haleluya. Hallelujah. Aliyeniponya pale, The one who healed me hata there, ile he ataniponya. will also heal me this. Maana yeye Because he habadiliki. does not change. Lakini mjue ya kwamba But you should know that shetani the devil, lengo lake saa hii his aim at this ni time kuzima, is to silence, kuzima kabisa, is to silence the church. tubaki watu wa kawaida, That we may remain ordinary people. kuomba kwa kawaida, That we pray the ordinary way. kuhubiri kwa That kawaida, we preach ordinarily. kusifu Mungu kwa kawaida. Praising God ordinarily. Haleluya. Hallelujah. Kuombeana kwa kawaida. Praying for each other ordinarily. Turudi watu wa dini That we may go back to become Maana people of the mudini- religion. Because people of the religion na maombi ya kawaida, have ordinary prayers, kusifu kwa kawaida, praising ordinarily, lakini si kutoka moyoni. but not from the bottom of their Yale heart. anayoyasema sio anayoyafanya. And what he says is what he's not doing. Anahubiri imani kwa kawaida, He's preaching faith ordinarily, lakini yeye mwenyewe hakai kwa hiyo imani. but he does not dwell in that faith. Anahubiri umoja kwa kawaida, He's preaching about unity lakini ordinarily, mwenyewe hadumu kwa huo umoja. but he's not in that unity. Anahubiri utakatifu kwa He's kawaida, preaching holiness, lakini mwenyewe haendi katika hilo. but he does not walk in Hiyo holiness. ndio inaitwa dini. That is called Maana the religious havimo man. moyoni, Because it is not in your heart. moyoni havimo. It is not in your heart. Haleluya. Hallelujah. Na hiyo ndio bidii ya shetani. And that is the diligence of the devil. Tutamke kupendana kwa kawaida, That we talk about loving lakini hakutoki ordinarily, moyoni. but it's not coming from our Huyo heart. anahukumu yule, This one is judging na that huyo one. anahukumu yule, That one is judging the na other yule one. alimkosea mwenzake mwaka jana, And that hawajasameheana. one offended the other one last year. They're not yet forgiven each other. Hata mwingine leo yuko hapa ndani ya kanisa. Even one is not in the church Bwana, ndugu today mmoja alimkwaza jana, because a brother offended him yesterday, dada mmoja alimkwaza or a jana, sister offended her yesterday. sasa amezira. So you have boycotted. Na yeye ukimfuata, And if you go to him, anasema anaamini Mungu tena namba 1. he is believing in God. In fact, Aye. number one. Na Mungu anasema And God is saying, samehe utasamehewa, forgive and you shall be forgiven. achilia You utaachiliwa. pardon and you shall be pardoned. Na ukamfuata, And if you go to him, anakuhubiria hata wewe utaokoka. he will preach to you until you come to Na yeye salvation. hajaachilia mpaka leo. But he has not been able to pardon even today. Amen. Amen. Hata hayuko hapa In fact, he's not maana here alikoswa because he missed. na dada na He ndugu, was offended by a brother or a Na sister, jirani. or maybe a neighbor. asema wakae na kanisa He lao. said, let them stay with their church. Lakini ukimfuata leo ana Biblia But if analisoma, you go to him even today, he has a Bible. anaongea maneno yasiyo moyoni mwake. He's talking of words which are not in his heart. Haleluya. Hallelujah. Ndio shetani atakavyo. Dini sasa That is now the effort of the devil. umerudi kuwa mdini. You become a religious man. Haleluya. Hallelujah. Maana umesahau. Because you're forgotten. Na ukimfuata ndugu huyu na dada huyu, And if you go to this brother or this sister, ana maneno alifanyiwa ya miujiza. there are things, miracles that were done to him. Lakini shetani amemsahaulisha. But then the devil has made him forget. Lakini ukajaliwa akumbukaye, But if you can be unable to be one who remembers, ukajaliwa mtu uonaye saa to yote, be unable to be a man who sees at mimi all nilitoka times, wapi? where did I come from? Hata leo niitwe baba, Even today, for me to be hata called a leo niitwe father, mama. and today to be called a mother, Nilikuwa nikizaa na kuzika, nikizaa na kuzika. and I was giving birth and bearing all the Tumbo time. lilikuwa tasa. My womb was barren. Leo mimi, But today, amen, amen. unakumbuka hayo saa So yote. you're remembering that all the time. Utamtendeaje Mungu Then dhambi? how are you going to commit sin to God? Mtu unayeona A person who is able to see, saa yote, and at all time, ulitoka wapi? where you came from. Mtu akumbukaye. A person who remembers. Pepo atakuzimaje? Then how will the devil silence you? Haleluya. Hallelujah. Na hata anapokuletea hili gumu,
And even if he brings anything difficult, unamuonyesha you are showing Mungu him aliyeniokoa na lile the things that God did to na you akaniokoa na and lile, delivered me from hata that. ile atafanya. Even he'll do to this. Umemkabidhi yeye mama So you have casted to him mizigo yako, all your burdens, okay? namshukuru yeye And you thank him, Mungu aliyefanya lile wa mwanzilishi God of the founder who did na that, ukaniokoa na lile. and you delivered me from that. Haleluya. Hallelujah. Mimi saa yote ukumbuka At all time I do remember, na kutoka machozi. and I do weep. Mwili wangu huu umepiga vita vingi, My body have been fighting. lakini namshukuru But Mungu wa I mwanzilishi. thank the God of the founder. Leo Today, naona pale pamenyamaza, I'm seeing the place is pale silent, pamenyamaza, and that place is silent, pale pamenyamaza. and that place is silent. Haleluya. Hallelujah. Sasa nikaona jambo gani So anything that I see, najaliwa kuona, I'm unable to ikiwa Mungu see. aliniokoa na lile pale. If God delivered me from that, Nilikuwa nala huku nashindwa na I was wasiwasi. eating, but I was not able. Nile alafu nijaze tumbo. I eat and fill my stomach. Naweza maliza hata siku 3 siendi haja. I can finish even 3 days without Nikienda releasing myself. nijiwe. If I go there, the stool is so stony. Amen. Amen. Alafu damu. And then bleeding. Haleluya. Hallelujah. Leo naenda haja kwa amani. But today I go there very Kila peacefully. siku. Every day. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kiafya According to niende health, haja asubuhi you have to go, you relieve yourself in the morning, na mchana during the afternoon, na and jioni. in the evening. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Mimi Hallelujah. nilikuwa naweza maliza hata siku 3. But I would even complete 3 days. Nala lakini sijui. I'm inaenda eating, wapi. but then I don't know what. Haya imefika wakati sasa. Okay, now the time has come. Hata roho itapasuka. I will in fact be surprised or exclaim. Haleluya. Hallelujah. Leo But today, vita hivyo viling'ang'ana vilifanana havitaondoka. that war looked like it will not go away. Leo kila siku But today, every day, naenda kwa amani. I go there peacefully. Vita hivyo vimeisha kwa jina la That Yesu. war is finished in the name of Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Vimeisha kwa jina la Yesu. That war is finished in the Ndio name of mama Jesus upakua Christ. ugali kule nyumbani. That's why my wife serves me Anasema food huu at ugali home. huu ni mdogo huu. She ni says this mkubwa. food is so little. Na namwambia huu ugali ni I mkubwa. tell her this food is so big. Anaambia wewe kula kidogo kidogo tu. Then she says, you just eat slowly. Kula ile shibe yako. You eat your share. Haya, kuko wengine utaacha. Okay, the rest you can spare. Nilikuwa nikitembea makanisani huko watu wanashangaa. I used to walk around churches there, people are surprised. Tena umekula wewe? Have you really eaten? Jihadhari nijaze tumbo. Because I'm cautious. Do I fill my stomach? Nijaze tumbo. I fill my stomach. Alafu And again, itakueje? how will it be? Amen. Amen. Siku moja nikawa nafanya kazi pale Mtwapa pale. One day I was working at Mtwapa there. Tunajenga supermarket. We were building a Ile supermarket, ilikuwa inaitwa Taskies. which is called Tuskys currently. Opposite ile mtambo wa maembe ambao sijui unafanya kazi siku hizi. Opposite Mill Glass. Hallelujah. Hallelujah. Nasimamia Wahindi. I was supervising the Indians there. Hallelujah. Hallelujah. Wah! Damu zilitoka hapo. I really bleed that day. Nimeenda haja I'd gone to relieve myself, na ninalala Mtwapa kanisani. and I was sleeping at Mtwapa church. Hallelujah. Hallelujah. Nimekumbuka asubuhi hata wakati naimba nikatoka machozi. I remember that in the morning, and when I was singing here, I was weeping. Sina amani. I had no peace. 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 Hallelujah. Hallelujah. Lakini 2014 But then enzi ya 2015, mtumishi wa Mungu huyu Emmanuel Kea Mzungu. during the reign of the servant of Nikaja God, Emmanuel Kea nikaumwa Mzungu, I mwezi wa fell 8. sick in the month of August. Hallelujah. Ni Hallelujah. kama kifo. To the point of death. Nimetumwa VOK nikashindwa kwenda. I was sent to VOK, I was not able to Namwambia go. mtumishi nimeshindwa I told the servant kwenda. of God, I'm not able to go there. Hallelujah. Hallelujah. Karibu siku 3. For about 3 days. Anasema mimi nakuombea Rimba He utapona. said, I'm praying for you, Rimba, you'll be healed. Nakuombea utapona. I'm praying for you, you'll be healed. Nakuombea I'm utapona. praying for you, you'll be healed. Asubuhi tukiamka, In the morning when he woke up, yeye ndiye wa kwanza amenipigia he simu. was the first one to call me. Je, umeamkaje ndugu? How are you this morning, brother? Namwambia vita bado viko. I told him that war is still there. Si asima hiyo. That is not asthma, Aswende ya laana sugu. the syphilis of a curse. Hallelujah. Hallelujah. Namwambia nimeamka, I told him, I've seen the vita morning. viko,
The war is lakini there. naona vile ninavyosikia vile, But the way I feel, naona hiyo ndio mwisho wa shida. I think that is the end of this problem. Anasema kule kuona kwako kule, So he says, according to your sight, huyo ndiye Mungu. that is now the God. Haleluya. Hallelujah. Nakumbuka I remember Mungu aliyeniponya pale God who healed me there na kunifufua. and resurrecting me. Asma nilikuwa kifoni Asthma, I was to the point of na death, akanifufua. and he resurrected me. Hata hili nalo ataniokoa nalo. Even he will also save me from Baada ya this. siku 3 hizo, After those 3 days, ilipofika Alhamisi, on a Thursday, haleluya, hallelujah, nikasikia mwili umezizima zi. then I found there was silence in my body. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Leo mimi nashukuru Mungu wa mwanzilishi Today I thank the God kwa of the Father, jina la Yesu. in the name of Jesus. Kwa jina la In the Bwana. name of Jesus Christ. Kwa jina la In the Bwana. name of Jesus Christ. Ukiniambia kuna gumu, If you tell me there's something difficult, hakuna gumu kwa no, Bwana there Yesu. is nothing difficult to God. Yesu ni yule jana Jesus is the same yesterday na leo and today na milele na milele. and forever and ever. Leo nala ugali, Today I'm eating my food. nala ugali. I'm eating my food. Haleluya. Hallelujah. Nashukuru Mungu wa mwanzilishi. I thank God for the founder. Haleluya. Hallelujah. Ndio shetani lengo lake So the aim of the ni devil kuzima hayo is to maneno. silence all that. Analeta jambo anakuambia hili ni gumu hili. He's bringing something and telling you this is very difficult. Kumbuka, Remember, uliona nini? what did you see? Aliyeniokoa pale The one who delivered me there na akaniokoa pale. and delivered me from there. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Na wengine wakuomba wamezimwa na shetani. And some are here, but they have been silenced by the devil. Hata pendo la ndugu haliko tena. Even the brother love is no longer there. Mungu alisema msiache kusanyika pamoja. God said you should not forsake assembling Mmoja together, wenu asije akafanywa mgumu na shetani. or lest one of you may Hata hesitate by the mwingine saa hii ana devil. ibada nyumbani mwake na familia zake. But today he's conducting a service in his house with his Amekataa kuja kwa family. umoja. He has refused to come to the unity. Amen. Amen. Ana jukwaa lake ndani ya nyumba He yake. has his own pulpit at his own Kwa home. sababu ni mgonjwa, It's not because he's sick, maana amekataa kuja kwa umoja. because he has refused to come to unity. Anasema waache. He says, leave them. Amen. Amen. Basi hivyo amekutoa kwa umoja So hivyo. that we are taking you out of the Na unity. Mungu alisema wote wawe na And umoja. God said, may all be one. Msiache kusanyika You pamoja. should not forsake assembling together. Na utajisikia una nguvu nyingi kabisa. And if you feel you have a lot of Hata strength, ujisikie waenda mbele. and even you feel you can move forward, Lakini amekuzima kwa neno umoja. but he has silenced you in the name, in the word Amekuzima kwa unity. neno kusanyika pamoja. He has silenced you in the word assembling Hivyo hivyo together. usijue kesho So that way you don't hear hata lile tomorrow. ambalo waliona una nguvu nalo, Even that you see you have a lot nalo of nalo strength in, atakuzima nalo. that one he will also silence you. Na lingine nalo atakuzima nalo And pia. another one also will silence you. Atakunyamazisha na lingine nalo. And he will also silence you in another thing. Mwisho utajikuta uko jua kali. Eventually you find yourself in the whole sun. Haleluya. Hallelujah. Mwisho Eventually utajikuta you find yourself uko jua in kali, the hot sun maana uliacha kwa umoja. because you forsook the Na unity. tukija kwa umoja namna hii, But you come together in the unity like kwa this, kumbushana we are reminding each yale other tuyasikiayo kwa mtumishi wake. what we have heard from the servant of Mimi God. pamoja na vita hivyo vyote, I, together with all that hakuna war, siku nilikaa nyumbani there nisiende is, kwa umoja. there is no day I sat at home not coming for the unity. Haleluya. Hallelujah. Hata niwe na vita gani, Even if I'm fighting what niko war, humo humo but I'm here together with kusikiliza others, watu wa Mungu. listening to the people of God. Haleluya. Hallelujah. Na Biblia The inasema Bible is saying, anisikilizaye whosoever hearkens unto me atakaa salama. will dwell safely. Kwa kusikiliza So through hearing, ndio usalama ukaja. the security came. Amen. Amen. Na washuhudia hayo, So I'm testifying this to maana you Mungu alinifanyia because God did them to me. hata yao ya miaka 30. Even if it was done 30 years Maana ago. mwingine una mengi amekufanyia, Because others have many lakini that were done wataka to him. ushuhuda wa jana, But then you want the testimony of yesterday. wataka ushuhuda wa You leo. want a testimony of today. Waangalia leo Mungu amefanya nini. You are looking at what God Ndio has done shetani today. anakuweza kila That's siku. why the devil is disabling every day. Maana wataka leo. Because one thing of today. Wasema kama ni mwongofu basi leo amenifanyia nini? If we are saying if he's a Christian, what has he done to me today? Tukuza Mungu. Glorify God. Uliona nini? What did you see? Alifanya nini? What did he do to you? Tukuza kwa hayo. You glory him, Usifu glorify Mungu him hayo. for that. You thank him for Mwambie that. shetani You tell the devil, aliyenifanyia the lile one who did that to na me, kuokoa mwanangu kwa lile and save my son from na that, kuokoa ndugu yule, and save that brother. hata hili langu litaenda kwa Even jina la mine Yesu. will go in the name of Jesus Sasa Christ. namshukuru. You thank God. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen.
Mimi niamke asubuhi I wake up in the morning alafu niende kujisaidia. and again I go to relieve myself. Alafu jioni tena. And again in the evening. Maana yale nimekula mchana wote. Because all the food I've eaten during Ilikuwa the day, haiwezekani. that was impossible. Hallelujah. Hallelujah. Lakini nikawa humu. But then I was here. Nikawa humu. 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 I was here. Hallelujah. Hallelujah. Niende wapi? Where do I go? Na ninakumbuka. And I remember, Ndio alinifufua kwa asma. if he resurrected me from Hata hili asthma, nalo litaenda. even this one will go. Na vita hivyo vilifanana kama ndio vitaniua. And that war looked like it was going to kill Shetani me. anasema wewe The devil is saying, you, kama ni kufa if it is hili dying, ndio litakuua. this is the thing that will kill you. Mwambia shetani I'm telling the devil, aliyenifufua the one who resurrected na me pigo la asma from the pandemic of hata asthma, hizi nazo zitaenda. even this one will also go away. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Asma ile So that asthma, na akanifufua. and he resurrected me, Hata vita hivi vitaenda. and even this war will go Hata away. vita hivi ataniponya. Even that war will be Hata healed. vita hivi Even ataniponya. this war will be Hata healed. vita hivi Even this war ataniponya. will be healed. Mungu wa mwanzelishe God of the ni founder Mungu wa is kuokoa. a God of salvation. Nikasikiliza mtumishi wa Mungu So I told the servant of God, Emmanuel Kea Mzungu Emmanuel K. Mzungu, anafundisha he was teaching, na vita hivi nimeishi navyo miaka mingi. and I've lived with that war for Nilikuwa many nikienda years. kwa mama mwanzilishi simfichi. I used to go to the founder mother and I Namwambia wouldn't mama hide mimi from her. I tell her, nina Mama, vita. I'm undergoing some war, Ninamwelezea wazi. and I tell her openly. Anasema wewe amini Mungu tu. And then she says, you believe in Mambo God. mengine haya Some other things, ukasema wacha niangaliwe, if you say, let me go for utatoka huko examination, hata useme unakufa kesho. you will be told that you're going to die tomorrow. Lakini ukaamini Mungu, But if you can believe in Mungu God, anatuficha, God will hide you, unapona humo ndani. and you will be healed inside there. Hallelujah. Hallelujah. Wewe tulia, You must be calm uombewe and be prayed for, na uamini Mungu. and you believe in Mungu God, atakuinua. and God will uplift Mungu you, and atakuinua. God will uplift you. Nikamkabidhi Mungu mizigo So yangu. I cast all my cares upon Kama God, anavyosema, as He is saying, nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. humble yourself under the mighty hand of Yeye God, awakweze, awainue and He will uplift you kwa wakati in wake. His due time, Muwe thabiti that you may be found katika imani. in the faith. Utakuwa thabiti vipi? How will you be found? Kwa kukumbuka. By remembering. Haleluya. Ule Hallelujah. uthabiti wa imani unakuja The firmness of your faith comes kwa mtu to akumbukaye. anybody who is able to remember. Uliona nini? What did you see? Ulisikia What did nini? you hear? Haleluya. Hallelujah. Utamuona Yesu ni Bwana. Then you'll see Jesus to be the Lord. Utamuona Yesu ni You will Bwana. see Jesus to be the Lord. Utasikia kumshukuru Mungu. And you'll sana. feel like thanking God very Unamwambia much. Bwana Yesu asante. You are telling Jesus, thank Wewe ni you. Mungu wa kuokoa. You are the God of salvation. Uliniokoa na You lile. saved me from that. Hata hili utaniponya. And you're nalo. also going to save me from this. Hata hili utaniponya. And even nalo. you're going to save me from this. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Wewe una lako uzito liko wapi? So you have anything difficult, where is it? Mungu wetu Our God ni Mungu wa is kuokoa. God of salvation. Na njia za kutoa mtu mautini And all the ways of taking out a human ni being yeye from death Jehova are Mungu. with Him, Jehovah Na God. mtu anayetukumbuka saa yote. And anyone who remembers at all Utakosaje time, kumtolea Mungu sadaka za then how shukrani? won't you give to God alms of thanksgiving? Haleluya. Hallelujah. Utakosaje kumshukuru Mungu? Then how won't you thank God Sadaka ya shukrani. and offer a Kama ni thanksgiving, sadaka ya or kumshukuru. maybe an offering of Mtu thanksgiving? akumbukaye A person who remembers hawezi kuzuilia Mungu cannot stop anything anachokumwagiza kumtolea. what God is commanding him to give, Maana anakumbuka because you're remembering. hata uzima nilionao, Even the life I have, hata nafanya kazi I'm working na naenda and biashara. I'm doing business. Ningekufa mimi mwaka ule, I would have died that year. nimzulie Mungu namna Then gani? how do I stop this from Nikosa God? kumtolea Mungu namna gani? How do I stop giving to God? Lakini ukisahaulisha, But once you're meant to forget, utaona vyote umevipata ni akili zako, you ni find elimu yako. all that you're possessing is from your Lakini understanding. akumbukaye, But anybody remembering, akumbukaye, anybody remembering, akumbukaye, anybody who remembers, akumbukaye, anybody who remembers, akumbukaye, anybody who remembers, anatukuza Mungu. you will be glorifying God. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Yaweza kuwa wewe uko hapo umenyamazishwa kitambo. Maybe you are here, been met with silence. Ulinyamazishwa kitambo na shetani. You are silenced long ago by the Katika devil. imani In ulinyamazishwa faith, kitambo. you are silenced. Haleluya. Hallelujah. Hata unawaza mburuga sasa. In fact, you are thinking of going to Susea Maana umejaribu kila kitu because you hakimu. have tried all things. Unayoliwaza, Maybe you thought, amen, amen, ni kwenda mburugani sasa. is go to Susea Uangaliwe mchawi ni nani. that they may tell you who is the witch.
na una mambo makubwa Mungu alifanya, And you have great things that God has done to you. lakini kwa sababu umeyasaulishwa, But because you have been made to forget, huoni tena Mungu ni wa you are no kuokoa. longer seeing God to be God of salvation. Leo umerudi kuwaza mchawi nani ameniroga. Today you are thinking, who is bewitching me? Wewe uliona Mungu wewe. You who saw God. Wewe You. leo hata unawaza mchawi ni nani ameroga. And today you are thinking, who bewitched you? Hallelujah. Hallelujah. Unawaza mchawi ni nani ameroga nyumba yako. You are thinking of who bewitched your house. Maana Because umesahau wewe. you are forgotten. Na hapo kwanza And initially, hujamjua Yesu, before knowing Jesus, uliamini mashaka ulionayo ni uchawi. you believe that the problem you are undergoing is Ukaja because of huku witchcraft. ukafundishwa And you came here to be taught kwamba shida zinapata mtu kwa dhambi zake, that problems coming to human beings because of their sins. na ukaamini, And you believe that, ukaongozwa, and you are guided hata ukapona. until you are healed. Haya leo tena, Then how today kwa sababu again? hayo umeyaweka kando haya. Because of forgotten all Hayo that. shetani amekupa kuyaweka kwa maktaba. Now the devil has made you to forget all that. Una yako unayotafuta uyaone, You have all things that you're wanting and you have not seen them, ambayo hayajaamuriwa kuja kwako. which have not yet been commanded to come to you. Ndio yeye anasema, Now he's saying, nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, humble yourself under the mighty hand of yeye God, awakweze kwa wakati wake. that he may uplift you in his due time. Yale bado mwachie Mungu. The things that are not yet done, leave them to Mungu God. hajaamuru kwako, God has not commanded them to come to you. madaraka hayo hajaamuru kwako. And how do you want things that God has not Mbona commanded to come to wajitakia you? mwenyewe? Why do you want them for yourself? Shukuru Mungu kwa kazi hiyo Mungu amekupa. Thank God for the work God has given you. Shukuru Mungu kwa biashara ile amekupa. Thank God for the business has given you. Haleluya. Hallelujah. Na utamshukuru nini? And how do you thank him? Maana unakumbuka Because you are remembering aliyeniokoa na the lile. one who delivered me from Mimi that. leo nina kibarua nala And naye today na watoto I have wangu. a job, I'm feeding my family. Naamini kama kubwa I atanipa. believe he'll give me big Maana things yeye ananiwazia mema. because he's thinking good of me. Niwe natumaini siku za That I may mwisho. have hope in my last day. Haleluya. Hallelujah. Lakini watu wa Mungu But then people of God, kusahaulishwa na shetani. you have been made to forget by the devil. Kusahaulishwa na You shetani. have been made to forget by the devil. Haleluya. Hallelujah. Je, ni wewe umezimwa? So are you the one we silenced? Maana umesahaulishwa. Because you have been made to forget. Tusomee hapo paka hapo chini You yako. read again that verse. Anza hapo 6 mpaka 10. Read from verse 6 to 10. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba angurumavyo huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo Yesu, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Basi. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your cares upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us into his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Haleluya. Hallelujah. Kabisa. Surely, Anasema shetani, he said the devil, yule mpinzani wenu, our adversary, mpinzani wako na wangu, your adversary, my adversary, ananguruma kabisa. is roaring, Hakikisha amemeza mmoja. making sure he has swallowed one, Hakikisha amekumeza. making sure I swallowed you. Anakuambia wewe ni mongofu gani? He's wewe? telling you what self man Angalia are ile you. hujapata, You haven't got this, mwana yule and hajaokoka. that son is not yet Basi saved. wewe una maana gani So kukaa what's the kanisani? meaning of you being in the church? So Amekusahaulisha he has made you forget yale matendo makuu Mungu alifanya. all the great things that God has done to you. Yawe makubwa yao madogo, Maybe they are big or maybe small, aliyefanya ni Mungu. but the one who did them is God. Amekupa usiyaone. So he has made you not to see that. Anakuambia una maana gani He's wewe? telling you what the meaning of you. Umekaa wokovuni miaka hii una faida gani? You have been in salvation for all this year. What the meaning of it? Kile ufanyalo ufaulu. Whatever you're doing is not Kile successful. unajaribu ufaulu. Whatever you're trying is not successful. Mwambie pepo muongo, Tell the devil you're a liar. aliniita He called me
aniokoe, that he may save me. na yale bado atafanya. And all that is not yet done, he'll do it. Aliyeniokoa na lile, The one who delivered me from that, hata leo nalala and pale, even today I'm sleeping here, amenitoa kwa nyumba ya kukodisha. he has taken me from being a tenant, Leo nina yangu, and today I have my own house. hata iwe ni ya udongo inaanguka ni yangu. Maybe it's a matter of falling down, but Leo then it's siulizi mine. kodi tena. Today I'm no longer tenant. Aliyenitoa kwa nyumba ya kupangisha, So the one who took me from being a tenant, hata ile njema atanipa. even the good one, he give it to me. So Namwambia Mungu asante, you are telling God, thank you. wewe umenitoa kwa kupanga, You took me out of being a tenant. umenipa mahali pangu You mwenyewe. have given me my own house. Hata kama imetoboka naonekana nikilala, Even if it's broken, but then I'm naamini sleeping hivyo there, nimesafiri hivi. I believe I'm Hivyo uko traveling. safarini waenda hivi. That's why you're traveling. Umetoka kwa kupanga, You have come out of being a umekuja tenant. kwa yako You yenyewe have come to your own house, ambayo ni ya udongo. which is maybe muddy house. Hakuna mwana aliyezaliwa There is no child na born akakomaa kwa siku moja, and grew up one day. ni anyonye, He has to suck, alafu aingie kwa uji, and then he goes to porridge, alafu ndio kwa sima ambayo haijakomaa sana, and then he goes to that food, which is, alafu ugali. and then to food. Amen. Amen. Hivyo waenda So hivyo, that way you're traveling. hivyo waenda That way hivyo. you're traveling. Umetoka kwa kupanga, You have come out from being a tenant. umepata plot. You have got a plot. Mwambie Mungu asante You wa tell God, mwanzilishi. thank you of the founder. Thank you. Asante. Thank you. Haleluya. Hallelujah. Lakini umepata plot, But then you've got a plot. hata umejenga, You have built a house. hata kama ikoje, Whatever it may be. wewe angalia jiwe iko But then wapi. you are looking up there. Hiyo gabidhi Mungu. Oh, just give that to God. Amen. Amen. Gabidhi Mungu. Give that to God. Enyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, Humble yourself under the mighty hand of God, awakweze kwa wakati that wake. he may uplift in his Wewe due time. mshukuru Mungu You just thank God kwa yale amefanya. for all that he has done. Hata umenipa bahali pangu, You have given me a plot hata nimejenga, and I built a house. hata japokuwa imeinama. Even though it's bent, Naamini Bwana Mungu wa but I missionary, believe God of the missionary, ile ya kudumu utanipa you're kwa also wakati going to wako. give me a permanent house in your own due time. Amen. Amen. Mimi nikawa namtukuza Mungu. So I was glorifying God. Mimi leo I today, niko kwa yangu to be in my own ni ya house, udongo, even though it's a hata muddy japokuwa house, nimechimba visima, even though I'm digging here lakini ni well, yangu. but then it's my own house. Maana hata akalia usiku kucha, Because even if I cry the whole night, hakuna asemaye watupigia kelele. there isn't anyone who's saying you're making noise for us. Haleluya. Hallelujah. Naambia asante Mungu. Then I told God, thank you. Naamini I believe hivyo niko safarini. that way I'm traveling. Niko safarini. That way I'm traveling. Niko safarini. That way I'm traveling. Kwa yale mema nitafika. To those good things I'll be able to Mimi reach. namtukuza Mungu tu wa mwanzilishi. I'm glorifying the God of the founder. Haleluya. Hallelujah. Ikawa hunivunji moyo. So you wouldn't discourage me. Hunivunji moyo. You couldn't discourage Mimi me. hata niwe na mahali pangu. Even I have my own house. Pangu mwenyewe. My own house. Sipigiwi hodi na mtu. Nobody's knocking to me. Amenitoa kwa kupanga. He has taken me out of being a tenant. Ikawa sauti namshukuru Mungu. So I was at all time thanking God. Ikawa naita nyumba hiyo ni Imani House. And I was calling that Imani House. Haleluya. Hallelujah. Namwambia Mungu wa mwanzilishi I'm asante. telling the God of the founder, thank you. Ninaamini wewe I believe you, uliyenitoa kwa kupanga. who took me of being out a Hata leo tenant, niko kwa udongo. and today I'm in a mud house. Japo kuna mzizimo hiyo si kitu. Even though it's cold, but that is nothing. Na nyumba hiyo ilikuwa ina usingizi mnono hiyo. And in that house there was a very sound sleep. Hata usiku mwana apige nduru. That a child cries in the night. Hata hii. The child cries during the night. Man of God is Hallelujah. silent. Hallelujah. Haya kukawa tena wageni wanakuja mara nyingine Okay, visitors were coming some other times. wa mkutano. Coming here for the crusade. Mjumbe alipotangaza na mtu karibisheni watu. The Mujumbe announced that we should invite Maana people makao yalikuwa bado. because we had no accommodation here. Mama akaja hapa akapewa wageni. So my wife came here and she was given some visitors Kutoka nchi jirani wa mama. from the neighboring country, mothers. Mwambie umeleta watu hao wangwana hawaje hapa. I told her, you have brought these people here who are very Wamezizimwa na noble, udongo hapa. to this coldness and this man. Wakatandiwa mikeka wakalala. And then the mat was spread for them. They are down. Ukisikiza usiku. When I listened to them Hakuna at piga night, nduru hata mmoja there wala wasn't naye. anyone shouting out of Amen. what. Amen. Nyumba hiyo ilikuwa na usingizi mnono There hiyo. was a very sound sleep inside that Maana house wenyewe tunaridhika. because they were contented. We were contented with that house. Haleluya. Hallelujah. Wakusi. So they're all Kama silent, ambaye hakuna watu. like there are no people, Maana tuna mfereji wa maji pale. because we have a tap water there. Wanaamuka wanaoga. They wake up, they take bath, Wanakuja kwa chai. and then they come and take tea. Haleluya. Hallelujah. Mpaka mchungaji akasema hawa wageni wangu sitaki tena. Eventually, Mchungaji said, I don't want to be a visitors anymore.
Sisi hatupolazimisha waje. We didn't force them to Na come wenyewe there. walikuwa wakitoka huko wanasema tuenda kwetu. And then voluntarily they were Kwetu saying, ni kwa Rimba sisi. we are going to our own house, that is Rimba's house. Na wana mkeka yao wanakuja. You find them with their mats coming there. Waenda wapi? Where are you going? Hallelujah. Hallelujah. Nashangaa So I'm surprised. hawa mahali hawa pasipo na maana. This place that has no peace. Lakini kitu wanatafuta wao ni amani. But the thing they were looking for is peace. Hallelujah. Hallelujah. Si kwamba wanatuachia kitu. It's not that we are getting anything. Hallelujah. Hallelujah. Wanakaa, They stay there. wanaga, wanaenda And then zao. they bid farewell, they go away. Si kwamba walikuwa wanaacha kitu. It's not that they were leaving anything. Na sisi tulikuwa hawaji mara tutaka watuachie kitu. And we didn't call them to come there because we wanted them to give us anything. No. Amen. Amen. Kumbe ile asante yao So their gratitude, ya kulala kwa amani, sleeping there peacefully, hivyo wanatuombea. that's why they're praying for us. Hallelujah. Hallelujah. Ndio mwaka juzi That's why last year, 2015 2015, kwa ile shukrani nyingi, because of the much thanks, tuko kwa udongo lakini hatujuti. we are in a mad house, but we're not Tunaimba regretting. imo nguvu, nguvu ya ajabu. We are singing there is power and wonderful Mungu wa power. mwanzilishi ulitutoa kwa nyumba ya kupanga. God of the founder, He took us out Hata from leo being tuko tenants. mahali petu. And even today we are living in our own house. Hatugongoi hodi. Nobody's knocking to us. Namwambia Then asante we tell Him thank you kwa nyumba ya kudumu. for the permanent house. Hallelujah. 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 Tunaamini ya kwamba We believe that wewe uliyetutoa kule, you who took us from hata there umetufikisha hapa, and you have made us reach here, hata kule utatufikisha. you're also going to make us reach there. Mtu aonaye, A person who sees, akumbukaye aliyoyaona who remembers what he saw na kuyasikia, and what he heard. shetani The devil, atakunyamazishaje how will he silence you hata uende umtende Mungu dhambi? until you go and commit a sin to God? Maana ukiona mwongofu aliona ishara Because if you see a salesman who saw a alafu sign aondoke akafanye dhambi, and then he goes to commit a sin, huyu that means this man amenyamazishwa na shetani. has been silenced by the Ana devil. kitu alitaka, There is something that he wanted, kisha mpepo akamwambia, basi kuokoka kwako kuna faida gani? and eventually the devil told him, then what's the meaning of your salvation? Kuokoka kwako What is your kuna salvation? faida gani? What's the meaning of your Mtu salvation? ambaye huna kile, And you don't have that, huna and you kile, don't have that, na mwingine alipona, and one was healed. hata mapua ilikuwa ni damu inatoka kila saa, Maybe he was bleeding at all times, lakini amekusahaulisha but hilo. he has made you forget all that. Leo watembea Today you're ni walking Mombasa, ni wapi? Mombasa, anywhere, Damu za pua umesahau, damu za pua or umesahau, you were bleeding but you're forgotten, lakini hilo hulioni but tena, you're no longer seeing all that. hilo hulioni You're no tena, longer seeing na that. vilikuwa vimeshinda waganga And it had overcome all physicians, wa kienyeji all traditional medicine na men, wataalamu, and all the lakini kwa physicians. jina la But Yesu, in the name of Jesus, Mungu wa mwanzilishi, God of the founder, ukaongozwa, you were guided ukapona, and you are healed. umesahau. You have forgotten. Utaletewa tu shida moja, Then a small problem will come pepo to you, anakwambia wewe ni mwongofu gani? and the devil will tell you, what Tangu sermon are uokoke you? umeona nini? From the time you are saved, what did you Lakini see? akumbukaye, But anybody who remembers, kila saa akumbukaye, at all time, anybody who remembers, basi nimtende Mungu dhambi, and again I commit a sin to God, aliyeniokoa na the lile. one who delivered me from that. Mungu nisaidie. Oh no, God assist me. Si rahisi mtu It's anayekumbuka not kile. easy for somebody who remembers. Haleluya. Hallelujah. Atakuwa mtu thabiti kila You will be saa, a man established at all times. thabiti katika imani, Faith, very firm in faith thabiti all katika times. kumtolea Mungu, Firm in giving to God at all thabiti times. katika upendo wa undugu, Very firm in brother love. thabiti katika umoja. And very firm in unity. Maana anakumbuka sana Because you are remembering at all times. Mungu aliyonifanyia All mimi. the things that God did Leo for ni me. mtende And dhambi, again today I commit a leo sin to nichukie God. ndugu, leo nichukie And ndugu, today I hate a hata brother. nikosea amani na dada yule. Until I miss peace with that brother or sister. Mungu mkuu aliyeniokoa, And the great God who saved me. kwa kupendwa nilikopendwa. Because of the love that I love. Leo mimi nilipendwa, And again today I was ndio loved. maana nikapona, That's why I was healed. maana walinipenda. Because they loved me. Watu wa Mungu walinipenda. People of God loved me. Leo mimi nichukie jirani, And today I hate a neighbor. maana alinitamkia visivyo. Because he uttered to me something that's not correct. Hapana, No. mimi nami kama watu wangehesabu manyonge yangu, Had also people counted je, my evil, ningeokoka kweli? would I have been delivered from this? Nilipendwa kwa kuvumiliwa, I was loved through perseverance. niliokoka I was saved kwa kuvumiliwa, because of being persevered. nilipona I was healed kwa kufundishwa kwa upendo, because of being taught in love.
Mimi je, kwa nini nichukie mwingine? Then why should I hate others? Haleluya. Hallelujah. Mtu akumbukaye. A person who remembers. Ndugu zangu, mwe watu wa kukumbuka. My brother should be people who remember Maana it. nchi hii saa hii, Because in this country at this bidii ya time, shetani ni kuzima kanisa. the effort of the devil is to silence the church. Alizime kabisa. To silence the church. Amen. Amen. Turudi watu wa That kawaida. they become ordinary people. Haleluya. Hallelujah. Kabisa. Surely. Twaja kwa maombi We are coming up for prayers kama kawaida, ordinarily. lakini amezima. But he has silenced us. Amezima moyoni. He has silenced in your Kule heart. moyoni hakuna kuamini In tena. your heart you no longer believe. Haleluya. Hallelujah. Lakini But silaha the weapon jaliwe mtu akukumbuka. is for you to be enabled to be a person who remembers. Haleluya. Hallelujah. Ndio mimi ukumbuka. That's why I remember. Tulikuwa tuimba ule wimbo wa kuomba. We were singing that song, the Nikakumbuka prayer. Mtwapa. I remembered in Mtwapa. Kumbuka Mtwapa. I remembered in Mtwapa. Haleluya. Hallelujah. Kama ningekufa ningekufa huko jamani. If it was dying, I would have died at that Kama time. kama nikufa. If it was dying, Haleluya. hallelujah. Tumefunga kazi jioni. We had completed the work in the evening. Haleluya. Hallelujah. Na mimi nilikuwa nasimamia Wahindi. And I was the supervisor of the Indians. Haleluya. Hallelujah. Nimepewa kweli ofisi kubwa. I've been given a very big office. Wakubwa wote wanakaa Nairobi. All the senior people are staying in Engineer Nairobi. wote wakubwa wanakaa Nairobi. All the senior engineers are in Kila Nairobi. wiki ya kwanza ya mwezi wanakuja sasa. Every first week of the week they come there. Wanasema tuwe na site meeting. They say, let us have a side meeting. Haya Rimba, je, kazi yaendaje? Okay, Rimba, what is the progress of the work? Haleluya. Na Hallelujah. yule anayemsimamia Muhindi, And the one I'm supervising yeye the ndiye Indian, contractor he yeye. is the contractor. Ana mashini zote. He has all the machines. Yeye ndiye mjenzi. He is the contractor. Ni mwerevu. He's very clever. Haleluya. Hallelujah. Alitoka India He Bombay. came from India, Bombay. Haleluya. Hallelujah. Sasa So, kama ningetaka nyumba ningeipata siku hizo. had I wanted a house, I would have got it at that time. Hata kama ningetaka magari ningeyapata siku hizo. Even if it were cars, I would have got them at that time. Tungepatana njama na yeye tu. Because we would just be in agreement with him. Hapa kwatekekana bezi hii iwe chuma 12 weka 14. Or you need to have 13 or 14 iron bars here, but put 10. Maana wenyewe wanakaa huko Nairobi. Because all the seniors are in Nairobi there. Wameniamini mimi hapo sasa. They have trusted me to be in that side. Haleluya. Hallelujah. Lakini Mungu akanijalia roho ya uaminifu. But then God enabled me to have the spirit of faithfulness. Mshahara si ule, The salary is not so big. lakini mchungaji akasema wewe kaa hapo. But then Mchungaji said, you stay there. Kaa hapo ujifunze kazi. Be there and learn the work. Wananiambia maze kuja hapa. They are telling me, okay, come here. Angalia sisi tunataka koroga kesho hapa. You want, okay, we want to put some ballast Angalia hii tomorrow kama here. funga chuma vizuri nini. So look at this, what is done here. Is it correct? Na wamefunga. And they've done everything. Ni werevu. They are very clever. Chuma zinaonekana 20. They need to put 20 Wamefanya ile iron bars. spacing ni inchi 8 wameweka 10. The spacing is supposed to be 8 inches, but they put 10 inches spacing. Hata ukiangalia kwa jicho kazi ni nzuri. So if you look at the work done is very well. Imefungwa vizuri kabisa. Or the iron bars are very tight and very well. Haleluya. Hallelujah. Lakini ukipima, But then once you are anasema taking wewe the iko measurement, pima nini? they Sio say, iko why are you nzuri. taking the measurement? Why don't you see the work is good? Nawaambia wewe iko fanya kazi yako. So I'm saying, okay, you have done your Kaa work. kule kando. Stay away from me. Acha na mimi nifanye kazi. Let me yangu. also do my work. Amen. Amen. Unapima. So you take the measurements. Nawaambia lete mapu yako hapo. I tell them, okay, bring your map, your plan here. Hii ni bezi gani? Oh, what base is this? 12. 12 inches. Inasema chuma iwe ngapi? And what does it say? How many iron bars are supposed to be there? Na wewe 20 of them. kufunga ngapi? And how many have you put here? Oh, 16. Oh, there are 16. Nne iko wapi? Where are the 4 pieces? Ah, maze bwana. Oh, what is Hakuna this? maze hapa. Oh, there's nothing like that. Haleluya. Hallelujah. Namwambia hapa hakuna I maze. tell him there's nothing like that. Fungua yote. Untie everything. Haleluya. Hallelujah. Sasa maze fungua So tena. we begin again untying Namwambia everything. utafungua. I tell him you're going to untie everything. Wewe iko Jenga Kenya? Hey, You build in Kenya, yes. kama namaliza Jenga Kenya naenda wapi? And India. after you have done this work in Kenya, where do you go? India. Kama nyumba anguka naangukia Kenya. And if the house falls, it's falling for Jenga Kenya Kenyans. mzuri. Okay, you do everything correctly. Hakuna koroga. There is nothing like that here. Amen. Amen. Saa hiyo ndio unaambiwa wewe kuja hapa. At that time, you are told now, okay, Twende come here. Mombasa. Let us go to Mombasa. Amen. Amen. Unaambiwa saa hiyo twende You are told Mombasa. at that time, let us go to Mombasa. Unapelekwa kwa workshop. You are taken to a workshop. Naambiwa mtumba huu. Okay. usiweze. Oh, can you drive this car? Maana Because chuma 4 pale zimebaki na kule 4 hapo iron weka bars na here, kule hapo many, weka. there are 4 iron bars. Ameokoa pesa He has nyingi. saved a lot of money. Haleluya.
Hallelujah. Alafu anakwambia twende And tena. then they tell you, let us go Wewe now. unaishi wapi? Where do you Mariakani. live? Mariakani. Wapi? Where? Iko ploti. Do you have a plot? Yes. Ningejengewa ghorofa. Okay, I would have been built a story house here. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ghorofa. Yeah? Wewe kutaka nini? What do you want? Ingejengwa kitambo pale. The house would have built long time ago there. Hallelujah. Hallelujah. Lakini Mungu But anasema then God is saying, ukiwa mwaminifu kwa cha Kaisari huko cha duniani, if you are faithful in the world, ndipo utakuwa mwaminifu na cha Mungu pia. then you will be faithful even in God. Mungu akanisaidia. So God assisted me. Hawa watu wakaambiwa leo kuna jengo na Rimba ndiye atasimamia watakatifu. If they are told today there is some construction and Rimba the supervisor, they will not come. Hallelujah. Hallelujah. Walikuwa wanaitwa Sayani Brothers. They were called Sayan brothers. Ukiwafuata huko Nairobi huko, If you go to Nairobi there, wanajenga majengo makubwa they are makubwa. building very tall buildings there. Amen. Amen. Ninakumbuka mimi So I'm Mungu remembering aliyeniokoa. the God who Leo saved me, nitende dhambi. and today I commit a sin. No. Na watafungua. And they're going to open, Maana mimi naweza kufunga hiyo kazi. because I can also do Na that work. niwaambie haiendelee. And I tell them that's what Na we must nimwambie progress. mkubwa wewe wanaharibu hawa. And I tell the watoe. seniors that these people are spoiling the work, take them out of here. Lete wengine. Bring some other contractors. Lakini Mungu But then God, akanisaidia. He assisted me. Mungu aliyeniponya mimi. God who healed me, Asma asthma, na magonjwa sugu. and some other chronic Leo diseases. nimtende dhambi. And today I commit a sin to Him. Nimtende And dhambi. I commit a sin to Him. Nimtende dhambi. I commit a sin to Him. Ninakumbuka. I remember. Ukijaliwa kukumbuka saa You should yote. be able to remember at all Hofu ya time. Mungu inakaa na wewe. Then the fear of God will dwell with you. Kae. And you will be a person who remember. Tende dhambi kivipi Mungu? How do you commit a sin to God? Aliyeniokoa The pale. God who saved me from there. Hallelujah. Hallelujah. Lakini ukisahau na. But once you forget, Hallelujah. hallelujah. Juzi Mungu akanipa nyumba kwa Mungu mwenyewe. Then recently God gave me Ndio a house. anasema, That's why He says, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. humble yourself under the mighty hand of God, Awakweze kwa wakati that He wake. may uplift you in His own due time. Ningetaka If you want, ningejikweza mwenyewe, I would have uplifted myself. kajengewa, I would have house would have nikawa built na for me. kila kitu, I would have everything. lakini nikabidhi Mungu haja. But then I cast all my cares upon God. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Kijana wakumbukaye So if you're unable to remember, utakuwa mwaminifu. you'll be very faithful. Hallelujah. Hallelujah. Nimtende dhambi kivipi How do Mungu? you commit a sin to God? Aliyenitoa shimo lile la God giza. who took me from that ditch, Aliyenifufua who pale. resurrected me there. Amen. Amen. Leo nimtende dhambi And kivipi? today I commit a sin to Him. Mungu niliyemuona God who I saw, akinitetea na kuniokoa. defending me and saving me. Hallelujah. Hallelujah. Na nife na njaa Let me die hungry, na nichelewe or mema. maybe I delay getting good things. Mungu mwenyewe anipe, But God Himself will give them Kwa to me wakati wake. on His own due time. anipe Let Him give me kwa wakati on wake. His own due time. Anipe That He may give me kwa wakati in wake. His own due time. Anipe That He may give me kwa wakati wake. in His own due time. Aniokoe. That He may deliver me Kwa wakati in wake. His own due time. Hallelujah. 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 Kanipa nyumba kwa And He gave me a house in His own due time. Amen. Amen. Je, wewe umezimwa na shetani? So are you the one silenced by the devil? Hallelujah. 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 Tusomee tumalize Let us read and wind up kitabu cha Matendo. the book of Acts. Matendo, Acts. Matendo. The book of Acts. Tendo 4 Acts chapter 4, 17 uteremke hapo. 17 going down. Petro Peter wakaponya mtu. hid a man. Amekaa mlangoni siku nyingi He had stayed at the door for many days, akiomba sadaka, asking for alms. lakini siku moja wakapita hapa. But one day they were passing there. Hallelujah. Hallelujah. Wakamwambia sisi They told him, fedha na dhahabu hatuna, we don't have silver and gold, lakini tulicho nacho tutakupa. but what we have we shall give it to you. Kwa jina la Yesu Kristo In mwana the wa name of Mungu, Jesus Christ, the Son of God, simama na uende. stand up and walk. Akasimama na So akatembea. he stood up and began walking. Watu walipoona makuu hayo, When people saw those mighty things, wakatafuta njia ya kuwanyamazisha, they looked for a way of silencing them. wakawatisha, So they threatened them, hata kuwafunga. even binding them. Lengo wanyamaze, The idea was for them to be silent, wasinene
habari hizo tena za kuwa Yesu anaokoa. that they may no longer speak about the salvation of Jesus Christ. Kinasema chuo So the Bible is saying waliwatisha they threatened them ili wanyamaze, that they may keep quiet, wasilitaje jina la Yesu that they tena, may no longer mention the name of wala Jesus Christ, kuhubiria watu habari or hizo. maybe preach to people about that. Ukiona shetani So maishani if you see the devil in your life, anakuletea maneno magumu magumu, he's bringing you some difficult lengo things. anakunyamazisha, The aim is to silence you, usiendelee kuinua Mungu wa that you may Mungu. not continue uplifting the God of the founder, Usimuone kwamba ni wa that you may kuokoa. not see him to be God of Ndio salvation. utaona ametipusha ugumu huu, That's why you find him springing up that thing ametipusha difficult ugumu huu, and springing up some difficult thing. lakini silaha But then the weapon na kuendelea kumtukuza for you to be able to continue glorifying ni him kukumbuka ulioyaona. is to remember what you saw. Gumu hili liko kweli, This difficult thing is there, zito hili liko this kweli, heavy thing is there, lakini uliona nini? but then what did you see? Ulisikia nini? What did you hear? Haleluya! Hallelujah. Kama hajafanya kwako, Isn't there anything that had done to you? hujasikia ndugu akishuhudia Haven't you heard from a brother testifying aliona Mungu that he saw God akimwokoa? saving him? Haleluya! Hallelujah. Alafu unamwambia shetani, And again you're telling the devil, Mungu aliyefanyia yule God who did to that one, ndugu Karisa, Brother Carissa, haleluya, hallelujah, aliyekuwa akiangushwa na kifafa who was epileptic miaka 12, for 12 years, leo ni mzima, and today he's okay, hata anapeleka and gari. he's able to drive. Ile hofu ya kwamba So the fear that ataweza kumwangusha njiani, maybe he can fall again on the hata way, ameisahau. he has even forgotten that. Haleluya! Hallelujah. Hata mimi nami, Even me also, hata mimi nami, even me also, ulioyasikia what you heard na and ulioyaona what you saw, ujaliwe you are kuyakumbuka, unable to remember, utakuwa thabiti. you will be very firm. Haleluya! Hallelujah. Utakuwa You thabiti. will be very firm. Amen. Amen. Hiyo ndio silaha. That is not the weapon. Ndio tuliacha ushuhuda, lakini tutarudia. That's why we stop testifying or testimonies, but then we're going to repeat it. Because testimonies are encouraging. Haleluya! Hallelujah. Wako hapa. Testimony from around here. Beta yuko hapa, Beth is here, ndugu yetu. our brother. Amen. Amen. Tulisikia akishuhudia hapa. We heard him testifying here. Haleluya! Hallelujah. Mimi nakumbuka ukishuhudia nimeshika tayari. If you testify, Alafu that's mara it. nyingine natoka kwa jambo zito. And sometimes I come to a difficult Nakumbuka na thing. ndugu yule I remember that brother. alishuhudia, aliokolewa He testified that he was tangu ni saved mtoto mdogo. when he was a small child. Haleluya! Hallelujah. Na akapona. And he was healed. Hata mimi. Even me. Haleluya! Hallelujah. Hata mimi. Even me. Kuna ndugu pale Mikiriani There pale. is a brother Mikiriani. Sijui alizimwa na nini na hata hapa umuoni kwa umoja. I don't know what silenced him. You no Na longer see him aliponywa there. kifafa sugu. And he had chronic epilepsy. He was Anaitwa epileptic. Kalume, His people name is Kalume. Mimi nilikuwa mshirika kwa hilo kanisa. I was a follower in that Ndio church. kanisa langu la kwanza hapo That was my Mikiriani. first church when I came to salvation. Natoka kwetu Pingilikani huko. I was coming from Pingilikani, our home. Amen. Amen. Kanisa la kwanza ni Mikiriani. My first church was Hiyo choni Mikiriani. yote hiyo ilikuwa haina kanisa. In hiyo. all the Chonyiland, there was no any other church. Kanisa la kwanza ni The Mikiriani. first church was in Mikiriani. Alafu Mtondia. And then another church is in Mtondia. Nilipokuja kuokoka hapa, So when I came to salvation here, nikaambiwa sasa Mtondia na Mikiriani. I was told of Mtondia and Mikiriani. Kienda shuleni When I go to ni school, I Mtondia. go to Mtondia. Kija nyumbani When I come ni home, I Mikiriani. go to Mikiriani. Unatembea masaa matatu You walk for 3 hours, non stop. non-stop. Haleluya. Hallelujah. Tena nafika mapema mimi And I reach there very early. saa 3:30 nimefika kanisani. At 9:30, I'm already at the church. Haleluya. Hallelujah. Siku hizo kuna ile radio cassette yale. Those days, there were those radio Ile ya cassettes. masahani ile ya masahani. Using those, Santuri zile. Tulikuwa tunaita record player. they are called record players. Inaokota yenyewe ikiweka tu. So just picking, putting there and singing. Milele kweli milele kweli milele kweli milele. Wow. Ilikuwa zavuma siku hizo. They were very strong those days. Natamani nifike So mapema. I desired to reach very early Basi there. nasikiza hizo nyimbo And hizo. then I listen to those songs. Nasikia hata siendi kwetu tena. I feel even I should not go Lakini home. inanibidi nirudi kwetu. But then I have to go back home Maana ibada imeisha. because the service has come to an Na end. sina haraka na And mashauri. I'm not in a hurry to go for Ibada counseling. itaisha. At the end of the service, Mimi niko pale. I'm just there. Amen. Amen. Akana mjumbe mtumishi wa Mungu wetu huyo. Mjumbe, the late servant of Wao God, ndio they wanakwaya. are the choir members. Tuko pale. He's there. Siku moja akanibariki sapata. One day he blessed me with a pair of sandals. Viatu vyangu vya kwanza kubarikiwa. That was my first pair of shoes Baraka to be yangu ya blessed. kwanza miracle ilibarikiwa na mjumbe. My first blessing from Mjumbe. in Wanaimba Miracle Church. kwaya pale. They were singing choir there. Amen. Amen.
Haleluya. Hallelujah. Wanaimba hizo nyimbo hizo They were singing the same wakati song. huo ilikuwa miracle la watungi nyimbo Those zao. days, Miracle was not composing their own Wanaimba songs. za Mwanza Town They Choir. were singing songs of Mwanza Town Choir. Amen. Amen. Hizo wanaimba milele. They are the songs we are singing. Milele. Haleluya. Hallelujah. Wananipenda. So they love me. Hata hawataki niende kwetu. They don't want me even to go home. Fika jioni So in the evening, wananipa mihogo nitafune humo njiani they na give nazi. me cassava tubes to go chew Sasa them nikifika home. kwetu kule So when I reach home there, natamani hiyo Jumapili afika saa ngapi? I'm deciding when is Sunday coming. Pendo hilo liko wapi So tena? where is that love this day? Kupendana huko kuko wapi tena? Where is that love this day? Haleluya. Hallelujah. Kwa kupendwa huko Because of being loved that way, kuvunjika moyo. I never Kaona discovered. hiyo kanisa iko karibu na mimi. I saw even the church was very Natamani close to our Jumapili home. ifike niende kwa wandugu. I'm deciding for Sunday to come that I go to brothers. Haleluya. Hallelujah. Wanafurahia mgeni Because wakimuona. they were rejoicing when they see a visitor. Wanasema mnatoka chenye wapi kule? They said, where are you coming from? From Pingilikani. Wanasema basi kutoka nyanya yetu, mama yetu alitoka Then they huko. said, that's where our mother came from. Mama yenu alitoka huko. Oh, your mother came from there, yes. Huko ndio kwenye nyanya huko. Na That's waambia where basi our grandfather is. mji gani huo? In which home? Mji ule sijui kwa Mongo huo. Oh, that home, Kwamongo's home. Basi Okay. natoka huko kwa Mongo's home. Oh, Kwamongo's home. Na ni mji mkubwa huo. That's a very big homestead. Ndio umetoka senator leo. That is where the Senate is coming from. Haleluya. Hallelujah. Madhayo ametoka mji huo. Madai is coming from the homestead. Inaitwa kwa Mongo, Mongo's It's home. called Mongo's home. Haleluya. Hallelujah. Jamani, kumbukeni enzi ya zamani. Let's remember those days. Tunatoka wapi Mungu wetu wa Where are we? mwanzilishi? Where is the God of the Mbona founder? tuchukuliwe na maana sio na Why are we maana? taken by very Mbona nasty? tuzimwe na shetani? Why are we silent by the Tuache devil? upendo wa ndugu. We are where the love, brother love. Kumbukeni mlitoka wapi? Remember where you came from. Haleluya. Hallelujah. Turudi kule. Let us all go back there. Tumsifu Mungu wetu That we kutoka glorify moyoni. God from our hearts. Haleluya. Hallelujah. Some. You read for us. 17. Verse 17. Matendo 4:17 usiteremke hapo chini. The book of Acts 4:17. Wewe umezima wapi? Where are you silenced? Kwa kusahaulishwa By being made to forget. Tusomee. Read for us. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awayote kwa jina hili. Endelea. Wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Basi. But that it spread no further among the people, let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man in this name. And they called them and commanded them not to speak to all nor teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Haleluya. Hallelujah. Ishara madhubuti A imefanyika, very big sign has been done, lakini watu wanaona uchungu wanazima. but then people are bitter. They Wanasema want to watu silence hawa, it. They say these people, Tuwatishe let us threaten them, wasiendelee kulitaja jina la Yesu that they may not continue mentioning the name of Jesus wala Christ, kulihubiri. or maybe preach about it. Usifikirie watu ni nani, ni shetani. Don't think those are people, it's the devil. Atakufuata wewe leo. He's coming to you today. Umeona ishara madhubuti You kabisa. have seen a very big sign. Haleluya. Hallelujah. Lakini si kwamba atakuacha, But it's not that he's going to leave you. atakufuata He will come to you akuletee jambo lingine zito. and to bring to you another difficult thing. Lengo unyamaze, The idea is for you to be silent, usimshukuru Mungu, that you may not thank God, ili usimtukuze that Mungu. you may not glorify God. Lakini wakasema, But then they say, angalieni wenyewe, you look, kama ni haki kwetu sisi kunyamaza, if it is right for us to be silent, tunyamaze sisi, that we be silent tuache kulitaja jina la Yesu. and stop mentioning about the name of Jesus Ninyi Christ. angalieni wenyewe. You judge. Lakini sisi But we hatutaacha sisi cannot stop kuyanena tuliyoyaona speak of what we have seen na kuyasikia, and what we have hati heard, tunyamaze, that we may be silent. We hatunyamaze. cannot be silent. Haleluya. Hallelujah. Tuna shetani anakufuata, So the devil is following you anakwambia and telling you, oh, kama ndugu yule anaenda dhambini, wewe ni if nani? that brother is going to sin, who are you? Wewe ndio washikilia You are the one kuokoka, who is farming salvation. wewe wamzidi wokovu wake yule Are ndugu you yule more dada than the yule salvation that he has? aingiaye mkahawa ule. And he's going to that bar.
anaingia pale maana amesahau. He's going there because he has forgotten. Amenyamazishwa na He shetani. has been silenced by the devil. Haleluya. Hallelujah. Lakini anayekumbuka But anybody who remembers, Mungu aliyeniokoa mimi God who delivered me na kuniponya and healed me TB zile, from tuberculosis kaswende zile, and those syphilis asima zile, and from that asthma, hata leo ningekufa ningesahauliwa. and even today I would have been buried and Leo forgotten. nimtende Mungu dhambi. But then today I commit a sin to God. Haleluya. Hallelujah. Kwa kusikiliza mwili. Because listen to my body of Mwambia flesh. shetani toka kwa jina la Yesu. You're telling the devil, go away in the name of Jesus Mtu Christ. aonaye saa yote alikotoka, Anybody who sees always where he hofu ya came Mungu from, inaandamana yeye saa yote. the fear of God will always abide with Si him. rahisi kumtenda Mungu It's dhambi. not easy for him to commit a sin to Pale God. Mungu aliponitoa mimi, Where God took you from, hata saa hii ningekuwa kaburini and ningesahaulika. even at this time I would have been laid in the Leo tomb and nimtende forgotten. Mungu dhambi. But then today I commit a sin to God Niibe pale. that is still there. Kama nitakufa maskini nife If it's dying maskini. poor, let me die poor. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Maana shetani Because the devil anakunyamazisha, is silencing you. utakaa maskini mpaka lini? For how long shall you be poor? Utakaa bila kitu mpaka lini? For how long shall you be poor? Utaona unaacha uaminifu So wako, you find that you are no longer faithful maana umesahau ulioyaona. because you have forgotten all that you saw. Lakini waonao saa yote utukufu wa Mungu, But all those who saw the glory of God at all si times, rahisi kumtenda Mungu it's not dhambi. easy for them to commit a sin to God. Hata dhambi ikaja usoni mwake, Even if a sin comes to their face, anaogopa. they'll fear. Niliyoyaona mimi What I saw na utukufu wa Mungu niliona mimi, and the glory of God that I saw. leo niingie dhambi ile, And today I go to that sin. leo nichukie aina ile, Today I head that way. leo niingie uchungu na yule. Today I become bitter against that Mungu one. aliyeniokoa mimi, God who saved me, hata kama ana kombo, even if there is anything crooked, ni shetani ndiye alimfanya awe it is kombo the hili. devil that has made him to be that Mimi way. nitampenda, But I love him maana mimi nilipendwa. because I was loved, Mungu wako hesabu dhambi zangu na makosa yangu, and God did not count my sins and my akamtoa Yesu transgressions, mwana wa pekee aje duniani. and he gave Jesus his only Mbona begotten mimi son to come nihesabu to the makosa world. ya mwingine? Mbona mimi nihesabu mwingine makosa? Then why should I count the evil of other people? Na Mungu anasema, And God is saying, sameheni mtasamehewa, forgive and shall be forgiven. achilieni You mtaachiliwa. pardon and shall be pardoned. Haleluya. Hallelujah. Hapana. No. Yusufu akakimbia mbio, Joseph had to run away maana anakumbuka because he was remembering wokovu ulioona the mimi, salvation that I Mungu saw. aliyeniokoa mimi, God who saved me, hata ameniweka Misri hii, and he had brought me to Egypt. ningeuawa na Wamisri, I would have been killed by the lakini Egyptians. Mungu akafanya njia. But then God made a way. Haleluya. Hallelujah. Nikaokotwa, I was picked. nilikuwa nimetupwa I had baharini, been thrown into the sea. nikaokotwa. But then I was picked. Leo nimtende Mungu dhambi, And today I commit a sin to God. ningeliwa na mamba. I would have been eaten by crocodiles. Haleluya. Hallelujah. Akasema He hapana, said, no, sitamtenda Mungu dhambi. I'll never commit a sin to God. Haleluya. Hallelujah. Maana anakumbuka Because he's remembering wokovu niliouona the mimi, salvation that I saw. anakumbuka, He's remembering. anakumbuka, He's remembering. anakumbuka. He's remembering. Haleluya. Hallelujah. Musa akakumbuka kweli, si Yusufu. So Ni Musa huyu. it is Moses who Hallelujah. remembered. Hallelujah. Anakumbuka Musa. He's remembering. That's Moses. Haleluya. Hallelujah. Alipofahamu ya kwamba When he understood that, kumbe mimi nala raha mimi so hapa, I'm eating all these pleasures na ndugu here, zangu hawa and my brothers wanateseka. are persecuted. Haleluya. Hallelujah. Nala raha mimi hapa, I'm here in pleasures, na ndugu zangu wanateseka. but my brothers are suffering. Na kumbe Mungu aliniokoa, And God delivered me, nikaokotwa na mwana wa Farao. that I was picked by Leo the mimi daughter of niendelee Pharaoh. kula raha, But today I continue these pleasures. nakataa kabisa. I'm refusing them completely. Alipokumbuka hayo, When he remembered all that, haleluya. hallelujah. Alipokumbuka When hayo, he remembered that, hata aendelee kumtenda Mungu that dhambi, he may continue committing a sin to God, alijiunga na ndugu zake. he joined his brothers. Yusufu naye, So Joseph the same, haleluya, hallelujah, aliuzwa kwa Wamisri. was sold to the Egyptians. Wangemuua, They would have killed him, lakini akajikuta yuko mikononi mwa but then he mwa found nyumba ya himself mfalme. in the hands and in the house of Potiphar. Leo Today, mke wa Farao the wife of Potiphar anamtaka atende dhambi. wants him to commit a sin. Haleluya. Hallelujah. Akakumbuka mimi, So he also remembered hata Wamisri wangeniua, the Egyptians would have ndugu killed me. zangu waliponiuza When my siblings sold me, I ningeuawa, would have been killed. lakini Mungu amenihifadhi hai But then God has made me to be mpaka alive. leo. Even today, Kweli ni mtumwa humu kwa nyumba ya truly Farao. I'm a servant in the house of Pharaoh. Nimepewa mamlaka kweli niwe msimamizi, I've been given the power to be the supervisor lakini here. nifanye dhambi? But then I commit a sin. Hapana. No. Mimi niliye familia ya nyumba ya Yakobo. I, who is a family from the house of Jacob. Haleluya. Hallelujah. Anakumbuka So he's remembering. yeye ni familia He's
is a family wa nyumba ya Yakobo from the house of Jacob. na Ibrahim na Isaka. And Abraham and Isaac, Watu watakatifu they hao. are only holy people. Leo ni asi Mungu wa baba And zangu today I rebelled the God of my father hata nitende dhambi. until I commit a sin. Haleluya. Hallelujah. Akatoroka dhambi. He ran away from sin. Kama ni kufungwa na nifunga. If it is to be arrested and be jailed, let him be Ijapo jailed. hata alipelekwa gerezani. Even though he was taken to jail, Haleluya. hallelujah, Mungu alimuokoa. but then God Ndio delivered chuo him. kinasema That's why the Bible is saying, waliposema ya kwamba when they said that, sisi we hatutanyamaza. will never keep quiet. Tunyamaze sisi That we keep quiet, kulitaja jina la Yesu mentioning the name of Jesus Christ, tuliyemuona who we saw na kusikia. and who we heard. Hatutathubutu. We will never try that. Fanyeni mfanyalo. Do Fanyeni whatever you mfanyalo. want to do. Wakawapiga So they beat them, lakini but wakawafungua. then they set them free. Wakawaachia huru. They set them free Maana ushahidi madhubuti ulikuwa pale. because there was enough Watu witness. wote wanatukuza Mungu All the people were glorifying God kwa ishara iliyofanyika. because of the sign that had been done. Wakajua watu hawa They know these people, wanaweza kutuua they sisi. can even kill us. Maana ishara madhubuti imefanyika. Because a very firm, a Kwamba very Mungu big ni wa sign has been kuokoa. done that God is God of salvation. Wanamsifu Mungu They hawa. are glorifying God. Watu hawa So these people, tukiendelea kuwazuia if we continue detaining them, wasitaje jina la Mungu wao, that they may not mention the name of their God, tutapigwa sisi. we shall be beaten. Wakawafungua wakawaacha. They set them free to Hata go. wewe na mimi, Even you and me, pepo anapokuona, the devil is seeing you, japo ameleta jambo gumu maishani mwako, even though he had brought a difficult thing in lakini your life, unakazana kumsikiri Yesu ni Bwana. but then you continue confessing Jesus to be the Lord, Kumbuka aliyokuwafanyia and you remembering what he did to na you, unamshukuru and you thank him. Mungu. Amwanzilishe asante. God of the founder, thank you. Kweli mguu hauna amani, Truly the leg has no lakini peace, akuone shetani unamshukuru Mungu but then the devil to see you thanking God, aliyeniponya pigo lile. who healed me from that Leo nala calamity. nikishiba, Today I'm eating and getting leo kichwani filled. mwangu mna amani. Today in my body I have peace. Haleluya. Hallelujah. Ijapo amekukanyaga mguu hauna Even amani, though he's stepping at your lakini leg of no shetani peace, akuone but then the devil to see you unamtukuza Mungu, glorifying God unatukuza jina la Yesu in the name of Jesus kwa ulioyaona. and what you saw. Haleluya. Hallelujah. He Atakuachilia, will set you free. He atakuachilia, will set you free. He will atakuachilia. set you free. Akwambia huyu mwacheni huyu. And tell him, let him go away. Haleluya. Hallelujah. Maana ijapo amekukanyaga, Because even though he's stepping on mgongo you, hauna the amani, leg has no peace, lakini wewe but you, wamtukuza you're Mungu. glorifying God. Mungu aliyeniponya God who healed me kuharisha kule, from that diarrhea, meno ilikuwa kiniuma kila siku, and my teeth were aching at every leo mimi time. nimepona na And ugali. today I'm healed and I'm eating food. Ilikuwa ni kwa daktari kila siku, And I was going to the doctor every time. leo nina miaka. But today I've yeah. Hata huu mguu utapona, Or even this leg will be hata healed. mgongo utapona. Even the backbone will be Shetani healed. umeshindwa. Devil, you are Kwa defeated. jina la Yesu. In the name of Jesus. Aliyeniokoa na The lile, one who delivered me from that. akuone wataje jina la Yesu, To see you mentioning the name of Jesus. na wasema kule And moyoni, you are saying in your heart, sitaacha kumtukuza Mungu niliyemuona. I will not stop glorifying the God I saw. Atakuachilia He will shetani, set you free, the devil. atakuachilia. He will set you free Aseme huyu mwacheni and aende say, zake. leave this man to go away. Mwacheni, Leave him. mwacheni, Leave him. maana ana ishara madhubuti Because they are very firm Aliyoiona. sign that he has seen. kwamba Mungu ni wa That kuokoa. God is God of salvation. Mungu anayemkiri, That God is hakika confessing. alimuona ni Mungu wa kuokoa. Surely he saw him to be the God of salvation. Mwacheni, So you leave him. sije tukaangamizwa na Mungu. Unless you are being destroyed by God. Watakuachilia uwe So they huru, set you free to be uone free. ile shida imeondoka. Then you see the problem has gone away. Haleluya. Hallelujah. Ndio ukiangalia katika Biblia, So if you read in the Bible, hata wale watu wakuu even those senior people wa imani of faith walipitia kwa magumu magumu. pass through very difficult Hata sisi things. tuko hapa leo, Even we today here, ukiangalia missionary if you look at missionary na mama and the mwanzereshe founder mother, walipitia kwa magumu, they pass through ndio difficulties. imani ikasimama. That's why the faith is now firm. Haleluya. Hallelujah. Walikuja hata hapa They came even here. wakati kanisa ni ile moja ile, At the time we had that small church. wakati huo enzi imani ndio inapigwa vita. At that time the faith was being fought. Wanasema tunamtafuta Elijah. They saying they are looking for Elijah. Hili ilikuwa pale pale I was there. pale kwenye kisima cha maji, Where there is that ile ilikuwa ni nyumba ile, that was the place the house was. na jikoni ilikuwa pale And the kwenye kitchen meza. was somewhere around there. Wakaja So they came. kamtafuta Elijah, Oh, we are looking for Elijah. na mzee ndiye huyu And the elder was there. anatoka ndio anaenda Mombasa. He was now going to Mombasa. Akapita yeye akaenda, He passed and went to Mombasa. hawamjui. They never knew him. Kamtafuta We Elijah, are looking for Elijah. nikaona wazee wanamwambia Elijah, Then they saw the elders telling them, Elijah. watafuta nani? Who are you looking for? Watafuta We are Elijah. looking for Elijah. Elijah, Elijah. naona akae hapa Elijah. We don't think that man stays here. Tuliambiwa anakaa hapa Elijah. We were told he's staying here, Elijah. Wakamwambia hapa They said, Elijah no, yuko we don't hapa. have Elijah here. Watafuta nani? Who are
are you looking for? Kwa mtafuta They are Elijah. looking for Elijah. Mimi nawaangalia wanajibiwa. And I was looking for them. They went Wanaambia there. Elijah hapa siku They said this is not the place of Hebu Elijah. tembeeni kule juu kuna Maybe mahali try pengine. to walk some other houses there. Pengine kule Okay, there. kuna pengine pale Oh, there's mkitembea another pale place there. Coast Palace mpande huu. Coast Palace this side. Hapo. Maybe there. Hata Coast Palace ilikuwa haijajengwa. In fact, Coast Palace had not yet been built. Pande mkono wa kushoto. So on the left hand ukaulizie. side, you go and ask there. Maana majirani walikuwa wako wale. Because there were some neighbors there. Wakatoka, kumbe sio hapa. Oh, this is not the Na yeye place. akapita na hapo huyo And he akaenda passed Mombasa. from there, he went to Mombasa. Wanatafuta Elijah si Elisha. They are looking for Elijah, not Bali Elisha. Elisha ni Elijah. Elisha is not Elijah. Elijah ni Elijah, Elisha ni Elisha. Elijah is Elijah, and Elisha is Elisha. Hao jina hilo ni moja kweli? Or is that name the same? Si ni majina mawili Those are two names. wanatafuta Elijah. They are looking for Elijah. Na wetu sisi ni Elisha. And ours is Elisha. Alipita na hapo, So he passed there, hawakusema ndiye huyu. and they never said this is the Mimi one. nimekosea jina. Maybe you have missed the name. Nikaona wazee So wanasema I saw the elders say, Elijah hapa hayuko, si kwake Elijah is hapa. not here, is not living Tembeni here. huko mbele. Go ahead there. Haleluya. Hallelujah. Wanatafuta They are looking kuizima imani. to silence the faith. Lakini yeye akasimama. But then he stood firm. Haleluya. Hallelujah. Akasimama. He stood firm. Haleluya. Hallelujah. Akasimama. He stood Ndio firm. sisi tuko hapa That's why leo. we are here today. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Na Hallelujah. leo Even today, Shetani yuko mbio watuzime. the devil is running to silence us. Tuzime kabisa. To silence us completely. Ndio msione vita vilivyoko hivi. That's why you should not see all this world Shetani as anataka there. tuzime. The devil wants to silence us. Haleluya. Hallelujah. Simameni imara Stand very firm. kuwa watu mkumbukao And be people mlioyaona who remember what you na saw kuyasikia. and what you heard. Hata mjapoona jambo gumu, Even if you see any difficulty, kuruni Mungu but mlioyaona. then thank God for what you saw. And Mwambieni pepo muongo kwa tell jina la the Yesu. devil you are alive in the name of Jesus. Mungu wa missionary God of missionary na mama and mwanzilishi the founder mother aliyeponya mwanangu who yule hid my child na there aliyeokoa and Rimba who delivered na Reba aliyeokoa and Johana. who saved Hata John. mimi ataniokoa He will toka also mbele save yangu me. He will save kwa me. jina la In Yesu. the name of Jesus. Unapoendelea kumkiri When you continue confessing, and once you continue confessing, and you continue confessing, unapoendelea and kukiri continue kwamba confessing Yesu ni Bwana, that Jesus is the Lord, utaokoka. you will be saved. You Utaokoka will be saved kwa jina la in Yesu. the name of Jesus. Utaokoka. You will be saved. Utaokoka. You will be saved. Utaokoka. You will be saved. Maana anasema Because he's saying, ukimkiri Yesu if you confess kwamba ni Jesus Bwana to be the na Lord kuamini moyoni and to believe in your kwamba heart Mungu alimfufua that kutoka wafu, God resurrected him from the dead, utaokoka. you will be saved. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Je, wewe umezimwa wapi? Where are you silenced? Wako wa ndugu na wadada humu walizima. There are brothers and sisters here who are silenced. Amen. Amen. Wako humu wa ndugu na wadada. They are here, brothers and sisters. Hata leo hii wako manyumbani mwao. Even now they are in their houses Maana walizimwa na shetani. because they were silenced by the devil. Aliona gumu, You saw some difficulties akasahau aliyoyaona. and you forgot what you saw. Na ni makubwa. And they are very big things. Haleluya. Hallelujah. So you Amesahaulishwa, have been made to forget. akazimwa. And you are silent. Wafuata Mungu kazi gani? Wafuata Mungu kazi Why gani? are you following Ni kitu God? gani umepata? What have you got? Watolea Mungu ni faida gani? What benefit have you got by Wewe giving to hujaona God? kitu kwa Mungu Or huyu? haven't you seen anything to this God? Haleluya. Hallelujah. Wewe hujaona kitu kwa Mungu huyu? Haven't you seen anything to this God? Hujamuona Mungu akifanya kitu? Haven't you seen God doing anything? Akikubariki kumtumikia. Blessing you for serving Him. Haleluya. Hallelujah. Umesahau You have uliyoyaona forgotten what you saw na kuyasikia. and what you heard. Haleluya. Kwa Hallelujah. hivyo ndugu zangu So wapendwa, my beloved brethren, je, watu mnaokumbuka are mnayoona you kuyasikia? people who are remembering what Ili you muwe saw and heard? thabiti So you to be found, kumshinda shetani to overcome the devil, na kuzima mishale yake. and to silence his arrows. Wewe watu wa kukumbuka. You must be people who are remembering. Haleluya. Hallelujah. Wewe watu wa kukumbuka. You must be people who are remembering. Aligawanya bahari ukavuka. He divided the sea and we Bahari ya crossed. vita nyumbani. The sea of war Leo in the una house. amani na mkeo. Today you have peace with your wife. Haleluya. Hallelujah. Bahari ya makao duni. The sea of a very shanty Mungu place. akagawanya leo ya mahali And today pazuri. he divided, today you are sleeping at a very good Ni place. chakula ndio cha tabu. Maybe you are eating through difficulty. Kumbuka. But remember, Haleluya. hallelujah, Haleluya. hallelujah. Ndio nakwambia That's what I'm telling you. mtumishi wa Mungu Imani kaya The mzungu servant of God Emmanuel Kiamzungu ametuombea mengi has mazuri ya prayed for us kujia. for many things very nice Lakini ones. shetani yuko But bioni the devil kutuzima. is reigning to silence us. Kutuzima. To silence Lakini us. silaha But kubwa the greatest weapon, wakasema hawa they said,
kama ninyi mwaona if you ni find haki sisi tunyamaze, it is right for us to be silent, sisi we hatutaacha are not going to stop kuyanena to speak na kuyazungumza and to speak tuliyoyasikia na what we kuyaona. saw and what we heard. Hatuwezi kunyamaza, We cannot stop. tunyamaze. That we silent. Haleluya! Hallelujah. Ni wewe usinyamaze. It is for you not to be silent. Shetani anapiga vita kukuzima. The devil is fighting to silence Maana yule you yuko kombo, because that one is maana yule yuko crooked. kombo. Oh, that one is crooked. Kaambie Mungu ulisema Telling that God is utaokoa saying mtu na nyumba yake. you will save one with together with his house. Ulivyoniokoa mimi, If you saved me, naamini nyumba yangu utaiokoa. and I believe you also want to save my house. Uliokoa yule mmoja, You save that one, hata yule you utamuokoa. are also going to save the other one. Haleluya! Hallelujah. Hata yule You are utamuokoa. going also to save the other one. Unamwambia Mungu You are asante. telling God thank you. Hata shida haijaondoka, Even the problem is not yet gone wewe away, unamshukuru Mungu but then you are thanking kwa God uzima. because of the life. Utaona kesho You find that tomorrow, vimekuwa vyako. all the things have come to you. Nawaomba Let us all tusimame. stand up. Haleluya! Hallelujah. Kesho utaona Tomorrow you find umethibitika. you have been confirmed. Niliona mtu hapa jamani. Oh, I saw those things in Twapa. Haleluya! Hallelujah. Nikanyamaza mimi. I kept quiet. Namwambia Mungu, I'm telling God, huku niita nife na magonjwa. you ya never called me to come and die with disease. Unisamehe You mimi. forgive me Uniokoe. and also save me. Nilifanya machukizo I did some offenses yasiyofaa Baba, which are not nisamehe. good to you. Forgive me, Je, Father. uliniita Did nife you call me to come and na magonjwa ya die laana? of these diseases? Wewe ulikuja Bwana You Yesu. came, Jesus Christ, Niwe na that I uzima. may have Niwe life, nao that I may tele. have it in abundance. Na uliniponya asma. And you healed me of Na asthma, ukaniponya pale. and you healed me there. TB ile. TB, Kwa uchungu wa rohoni kwa with the wazazi. bitterness of heart in my Je, heart. hili ni in gumu my parents. kwako? Is this difficult to Je, you? hili ni gumu kwako? Is this difficult to you? Hakuna gumu kwako usiloliweza. There is nothing difficult you Na cannot mimi do. sina mponya mwingine ni And I wewe. have no another healer other than Uniokoe you. Mungu wa So you mwanzilishi. also save me, God of the founder. Uniokoe Mungu wa You mwanzilishi. heal me, God of the founder. Kufika 2014 mikono yangu hii Come 2014, my ilikuwa hand, huoni damu. you wouldn't see any blood. Zinamwagika kila wakati. I was bleeding at every Kila wakati time. zinamwagika. I was bleeding at every Ukae time. siku 3-4 uendi You choo. stay for 2-3 days, you cannot Ukienda leave ni the jiwe house. zinakata kila mahali ni damu. And if you go there, pains everywhere. Haleluya. Hallelujah. Leo mimi ukiangalia But damu today, zangu. if you look at my palm, Mimi leo damu zinaonekana. today you can see some blood. Ukiangalia mikono ni If you miekundu. look at my legs and legs, Haleluya. hallelujah. Lako wewe gumu ni lipi? Oh, what is so difficult to Lipi you? gumu What kwako? is so difficult to you? Ambalo haliwezekani. Which is impossible. Mimi huwa nakumbuka hayo kila I do saa. remember that every Mungu time. uliyenifufua pale. God who resurrected Ni me from lipi there, usiloliweza Mungu wa what Mungu? can't you do, my God, the founder? Haleluya. Hallelujah. Ndio tunafurahi. That's why we're rejoicing. Amen. Amen. Mungu wetu wa zamani God our maana Father, ndiye huyo huyo. because it's the same. Watu vijana wanasema The youth are saying, hii ni enzi mpya. this is a new time. Sisi ni .com. We are .com. Mungu wa zamani ndiye anayeokoa. God of the fathers who is saving. Ufurahi tena. Tufurahi tena tumsifu. Sote tufurahi tena
Close our eyes. Baba Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wako, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa agano. Ulichagua ndugu hawa Baba, ukawaita ili uwahesabie haki, watukuze kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na wewe umejitukuza maishani mwao Baba. Ni utukufu mwingi umetenda katika maisha yao Baba. Maisha walionayo leo sio uliowaitia hapa Baba. Walikuja hawana mbele wala nyuma, walikuja mafukara na dhiki nyingi, lakini angalia leo wamerudi kukata tamaa. Wanalitaja jina lako leo bure, si kutoka moyoni, maana shetani anawanyamazisha kwa kuleta mambo maishani katika afya zao, mambo yanayofanana wewe una uwezo nayo kuokoa nayo, maana wamesahaulishwa makuu uliofanya. Wanakosa kusimama kulikiri jina lako, maana wamesahaulishwa walioyaona na kuyasikia katikati ya ndugu zao. Baba, jalia watu wako wa Baba kukumbuka kila wakati walioyaona, walioyasikia, ili mioyo yao iwe thabiti, wawe watu wa kushukuru wewe kila wakati. Maana shetani yuko mbio kuzima wasilitaje jina lako, wasikutumikie wewe. Shetani ameleta maishani mwao maisha magumu, wanatafuta hawaoni, na wewe ulionekana maishani mwao ukiwabariki, ukiwainua katika maisha yao. Asante Baba, nakushukuru. Naamini wewe una lengo la kuisha imani, tumaini katika mioyo ya watu wako. Mjalie kila mmoja Baba, hata kama hajaona, alisikia matendo makuu uliofanyia jirani yake, ndugu mwenzake, dada mwenzake. Umjalie kukumbuka hayo ili awe thabiti maishani mwake, kulitaja jina lako, kulikiri jina lako kwamba wewe ni Mungu wa kuokoa. Maana ulisema Bwana, kila kukirie kwamba wewe ni Bwana na kwamba Mungu alikufufua kutoka wafu, huyo ataokoka. Leo hawana kukiri tena, wamejaa hofu na woga, maana wamesahaulishwa walioyaona na kuyasikia. Wamesahaulishwa baraka walizoziona kwa kutumikia wewe kwa hiari na furaha. Shetani ameiwinda furaha hiyo kuizima. Baba, regesha watu wako, waumbie macho mioyoni mwao kila saa, macho yaonayo walioyasikia, wapewe kuyaona, kuyakumbuka walioyasikia na kuyaona. Mioyo yao ijae kusahau kukumbuka wewe, ili wawe na mioyo iliyo thabiti inayokukiri wewe kwamba ni Bwana. Asante Baba Mungu wa mwanzilishi. Ninaamini Bwana Yesu, huku tuita tuanze jema. Leo tusindikize watu wa kawaida wa dini, wakirio kutoka mdomoni si moyoni, baada ya kuona wokovu mkuu, maana shetani amesahaulisha watu wako. Asante Bwana Yesu, nakushukuru kwa kumjalia kila mmoja kukumbuka aliyoyaona, aliyoyasikia. Asante kumjalia kila mmoja kukumbuka. Naamini umetimiza na utaimarisha na kufanya thabiti watu wako kumpinga shetani na mambo yake. Asante kutenda kuimarisha mioyo ya watu wako, pendo la ndugu kuliimarisha, umoja wa kukusanyika kuimarisha. Asante kutenda Mungu wa mwanzilishi. Hebu ndugu mpendwa, My beloved brethren, ulizimwa wapi na shetani? where were you silenced by the devil? Ulizimwa wapi na shetani? Where were you silenced by the devil? Hata kama dada alikukosea, Even if your wife has offended you, hujaona utiifu na upendo ndani mwake, haven't you seen love and obedience in mbona her? usimwambie shetani, Why not tell the devil? wewe ndio umefanya huyu dada awe na majibu yasiyo na You maana? are the one who has made my wife to have these answers. Maana wakumbuka heshima zake Because you're remembering her respect na utiifu wake wa and jana her obedience of yesterday na miaka iliyopita, and the years past, ukijua ya kwamba knowing that aliyemtengeneza yule the one who made her kuwa thabiti wakati ule to be firm at that time ni yeye yule jana, leo na hata is milele. the same yesterday, today and forever. Ukombo huu ambao huko The weakness that is there haukutoka kwa Mungu did aliyemuokoa. not come from God who saved her.
unampinga shetani, So you're opposing the devil. na shetani akikuona uko thabiti, And when the devil sees you're firm, anakunyamazisha wewe, unamkiri kwamba ni Bwana, silencing you, but you continue confessing na Jesus is the unaendelea Lord. kukiri, And you continue confessing him. unamwambia pepo, dada huyu ni mzuri, You are telling the devil, my wewe wife is shetani ndiwe good. mbaya, toka You mbele are the yangu. one who is bad. Go away in the name Mungu of Jesus. hakunipa chombo kibaya, God did not give me a bad vessel. alisema apataye mke anapata kitu He chema. said, whosoever gets a wife, get a big Wewe ndio thing. umetia kombo hizi You are the one who has put all these kwa mistakes ndugu huyu, to this brother, kwa dada yule, that sister, kwa mwana yule. that child. Wewe ndio umetia kombo You zile. are the one who has put the crookedness. Utaona unampinga So shetani you find that you're opposing the devil, ukiwa thabiti moyoni, and you are very firm in your maana heart unakumbuka ulikotoka. because you're remembering where you came Mwambie from. Bwana Yesu mchana wa leo, Tell Jesus this afternoon, nijalie kila wakati Mungu wa enable me, O mwanzilishi, God of the founder, kuyaona na kuyasikia, to see and to hear, kukumbuka niliyoyaona na to kuyasikia. remember what I saw Kila and what I wakati heard. nijalie, At all time, enable ili me, moyo wangu uwe thabiti, my heart to be firm, kukiri wewe confessing you kwamba ni Bwana. that you are the Lord. Nijalie Enable me, silaha iwe ndani mwangu, the weapon to be in my kuwa yule heart, akumbukaye to be that one who remembers niliyoyaona what I saw na kuyasikia. and what I heard. Hata leo nakutenda dhambi And even today I'm committing a sin to kwa you malaumu na manung'uniko because of blaming and murmuring na kutosamehe. and not forgiving. Hata leo nimezimwa, sina umoja And tena, even today I've been silent. I'm not in the unit anymore kusanyika pamoja of gathering, assembling kwa sababu together ni mgonjwa. because I'm sick, Maana niliona ndugu amenena kombo, because I saw a brother going na astray, niliona jirani amenenea kombo, and I saw a neighbor speaking wrong to me, nisijue ya kwamba not knowing that ni shetani it was the devil. ndiye aliingia kwa jirani He's yule, the one who entered that brother, na ana mazuri. and he has something good. Juzi hukuona mazuri yake, Didn't you say his goodness? juzi hukuona wema wake. Didn't you say his goodness? Mbona wahesabu mabaya jirani Then why are yako? you counting the evil he has done? Mbona wahesabu mabaya jirani yako? Why are you counting the evil your neighbor is doing? Hujaona wema kwake? Haven't you seen anything good from him? Hujaona pendo kwake? Haven't you seen love from him? Unamwambia pepo umeshindwa kwa You're jina la telling the Yesu. devil you're defeated in the Wewe name ndio of Jesus. umetia kombo kwa jirani You yule. are the one who has put those mistakes Lakini in the jirani yule ni neighbor. mzuri, But the neighbor is good maana niliona wema. because you saw some goodness. Wewe ndio ulitia kombo You are ile. the one who has put the Unamwambia crookedness. toka kwa jina la You're telling Yesu. him go out in the name of Jesus. Unakuwa thabiti And you are very firm. kulitaja jina la Yesu Mentioning the name of Jesus na kumpinga shetani. and opposing the devil. Kesho utaona wamekuacha. Tomorrow find him having forsaken Anapokuona you. wewe ni thabiti, When he sees you are very firm, unashuhudia yaliyopita, you are testifying of things that are past. unamwotea yaliyopita, You are showing him things that are Mungu past aliyoyafanya maishani mwako. that God did in your life. Biblia inasema atakuacha, The Bible is saying he'll na forsake you. akikuacha And once he ile forsakes shida you, imeondoka, the problem will go away. ile shida The imeondoka. problem will go away. Kwa hivyo tumefunga macho, So that we close our eyes, kila mmoja mwambie Bwana Yesu, everyone to tell Jesus Christ, mimi nimezimishwa na shetani. I've been silenced by the Wewe devil. unajua umenyamazishwa wapi? You know where you have been silenced. Kwa sababu ni mtu wa kusahau. Mimi Because you are one who is forgetful. nijalie yule akumbukaye Enabled me to be a person who niliyoyaona remembers na what I kuyasikia heard and what I saw maishani in my mwangu. life. Hebu tuombe. Let us all pray. Baba Mungu wa mwanzilishi, katika jina la Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu Baba, wewe umedhihirika kwa ndugu hawa, umedhihirika kwa wadogo kwa wakubwa, lakini angalia, shetani anatafuta kuwazimisha kwa kuwasahaulisha walioyaona. Leo hawana kushukuru wewe tena. Leo wamejaa hofu na wasiwasi, maana wamesahaulishwa na shetani. Walioyaona na kuyasikia wamesahaulishwa na shetani. Walioyaona na kuyasikia wamesahaulishwa na shetani. Walioyaona na kuyasikia. Baba, samehe watu wako, ukawaponye Baba, uwajalie kila wakati kukumbuka walioyaona na kuyasikia, ili wawe thabiti maishani. Leo wamejaa maneno mengi yasiyo na maana. Leo wamejaa hofu nyingi, na wewe uliwaponya Baba magonjwa sugu maishani mwao. Leo wamejaa hofu na wasiwasi, manung'uniko na kunena mengi yasiyo na maana juu ya imani, maana wamesahaulishwa walioyaona, na wewe umedhihirika, Mungu wa missionary, maishani mwao. Wewe umedhihirika maishani mwao Baba kwa nguvu nyingi, ukiokoa,
ukiponya, ukiwainua maishani, hata hali ya maisha walionayo sio waliokuja nayo humu wokovuni. Hali ya maisha walionayo Baba sio walioingia nayo humu wokovuni Baba, lakini wamesahau kwa upungufu kidogo, wamesahau. Wajalie Baba kwa wale wakumbukao, kila wakati wawe wale wakumbukao walioyaona na kuyasikia, wayakumbuke hayo Baba, ili waweze kuizima mishale ya shetani kama Petro na Yohana walivyozima. Hatuwezi kuyaacha kuyanena na kuyasikia tulioyaona na kuyasikia. Hawa nao wameona mengi, Mungu wa mwanzilishi, ukiyafanya maishani mwao. Umedhihirika wewe ni Mungu wa kuokoa, umedhihirika wewe ni Mungu wa kuokoa. Wape kukumbuka kila wakati Baba wokovu mkuu waliouona Baba, wakutumikie wewe kwa moyo, uwaregeshe furaha ya wokovu ile ya kwanza. Asante Mungu wa mwanzilishi, kuinua, kuhuisha furaha ya wokovu maishani mwa watu wao. Naamini umetimiza Baba, kuwapa kukumbuka kila wakati walioyaona na kuyasikia maishani mwao. Asante kutenda, kutimiza. Asante kutenda Baba, kutimiza. Asante Baba, kutenda, kutimiza. Amen. Haleluya. Hallelujah. Wakasema, They say, mwatuambia tunyamaze sisi, you're telling us to keep quiet, tuache kuyanena that we stop speaking tulioyaona what we saw, na kuyasikia. what we heard. Angalieni wenyewe. You decide on that. Sasa akina Petro, So ni Peter wewe Petro na Yohana, ni wewe leo. and Peter and John is you and me Mwambie today. shetani hivyo You hivyo, tell the devil the same. tulioyaona mimi What I saw, kwa Mungu huyu wa it mwanzilishi. is God the founder. Wanaambia You're telling me nizuie kumtolea Mungu kile na kile na kile. that I stopped giving to God that and that. Haleluya. Hallelujah. Wanaambia You're telling me haleluya, Hallelujah. niache kungoja wokovu kwa lile. that I stopped waiting for salvation in that. Wokovu niliona mimi kwa lile, Salvation that I saw in wale that. kwa lile, And the one who saved me na from kwa that lile. and saved me from that. Tuna mengi sisi There are so many things tulioyaona which we saw na kuyasikia. and which we heard. Kumbukeni haya, Remember all na that. Bwana wa amani And the Lord of peace atawafanya kuwa thabiti katika. will make you to be very firm in faith. Utakuwa watu wa kumshukuru Mungu. You will be people thanking God always. Tashirikije dhambi? How do you partake Mtu in sin? ukumbukaye. Person who Mimi remembers. hata leo napumua ni Mungu wa amani. Even to them breathing is God or Ni the Bwana Father. Yesu ndiye It alinifufua. is Jesus who resurrected me. Utaona unakimbia You dhambi. find that you can run away from sin. Haleluya. Hallelujah. Utaona unakimbia You dhambi. can't find that you can run away from Hofu ya sin. Mungu inaandamana watu The fear of God pursues you wanaokumbuka saa. who are able to remember at all time. Kwa hiyo tunaamini ya So kwamba we believe that neno hili this word, tunauishwa we are revived, kurudi kumtukuza Mungu that we may come back and glorify aliye God, ndani ya mtumishi who wake. is inside the servant of God. Amen. Amen. Funge macho Close our eyes. na mzee Benjamin atufungie ibada kwa maombi. Pastor Benjamin to close the service with a word of prayer. Kwa neno Bwana ambalo umeliweka kinywani pa mtumishi wako Bwana, na ninaamini Bwana vile umemjalia mnenaji Bwana kulinena kwa usahihi Bwana. Jalia kila mmoja Bwana ambaye Bwana amelisikiliza, amelipokea Bwana, kulitia katika matendo asubuhi ya leo Bwana. Ninaamini Yesu mwana wa Mungu umetujalia Bwana kumpokea Bwana mtumishi wako Bwana, na ninaamini Kristo Bwana utatujalia sote Bwana kuliweka hili neno katika matendo Bwana. Ninakushukuru Bwana, nikiamini Yesu mwana wa Mungu Bwana, nikikumbuka Bwana nyumba ya mama mwanzilishi Bwana, ambayo ni kwa nyumba hiyo Bwana umati uko hapa Bwana. Tunaiweka mikononi mwako Bwana, mkubwa kwa mdogo Bwana, kawape furaha, kawape amani, na nyumba ya mtumishi wako Bwana, ambaye Bwana amenena neno hili kwa muda mrefu Bwana, kutusongeza karibu na wewe Bwana. Ninaamini Bwana
utamjalia Bwana uzima wa kamili kwa ajili ya kesho yetu. Bwana nashukuru, naamini Yesu mwana wa Mungu umesikia, umejibu, umetenda. Bwana katufumue Bwana kwa amani Bwana, na ukatusafirishe kwa amani. Bwana nashukuru, asante kutenda, asante kutimiza. Naomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asante Mungu wa majeshi. Amen. Karibu mama yetu. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Na Mungu awabariki sana. Amen. Usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Oh, usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. 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 Oh, usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Bwana usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Oh, usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Oh, usione ninaimba imba moyoni nimepata Yesu.